Kama ilivyo pendekezo la wasikilizaji wengi kwamba kwa siku ya leo tupate Ramsey sehemu ya 10 na ndio hii hapa sasa, na tulipoishia sehemu ya 9 bwana, tumeona ya kwamba penzi kati ya Ramsey na Lydia si marafiki tu wanaolipigania, bali pia hata kwa upande wa wazazi. Yani unaweza kusema kwamba umemalizana na upande wa marafiki, lakini ngoma ikaja kuwa ngumu katika upande wa wazazi kwa kuhakikisha kwamba anatumia namna yote kuweza timiza kila ambacho alikipanga tangu hawa vijana wakiwa bado watoto. Sasa picha zile zile alizopewa Jimmy zikimuonesha Ramsey na Evadia ni wazazi wa mtoto mmoja, ndio hizo hizo alizotumiwa Lydia. Utofauti ulikuwa ni njia tu zilizotumika kufikishwa kwa walengwa na muda tu. Kwa hiyo bwana, tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji ni Heldi Souza. Kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha mapenzi cha Take a Risk or Lose a Chance kilichoandikwa na mwanafalsafa Dr. Harry, katika kifungu cha 3 mstari wa 7 kimeonyesha maneno yaliyosomeka kwamba no love no stress. Maneno hayo yalikuwa machache, lakini yalibeba maana kubwa sana, yakimaanisha kwamba kama kusingekuwa na mapenzi, basi kusingekuwa na tatizo la msongo wa mawazo kwa watu. Siku zote ukiamua kupenda, msikilizaji, basi fahamu kwamba stress ni sehemu kubwa sana ya maisha yako. Haujanisikia? Nasema hivi, siku zote ukiamua kupenda, basi fahamu kwamba stress ni sehemu kubwa sana ya maisha yako. Stress ni kitu ambacho hakiwezi kuepukika kwako hata siku na moja. Ukiona umependa ila hujakutana nazo stress, usijali, sio kwamba hazipo. Ni kwamba tu zilisimama njiani kunywa maji kidogo, ila zipo njiani zinakuja. Ni swala la muda tu ndugu yangu, zitakufikia. Hatimaye yale yaliyosemwa na mwanafalsafa yalitimia kwa bibi Lydia. Kwa hakika kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa mtoto wa Mr. David. Msongo wa mawazo ulianza kumtesa Lydia baada ya kugundua kwamba mwanaume aliyekuwa anampenda na kumwamini kwa asilimia zote, kumbe alikuwa na mwanamke mwingine ambaye alishazaa naye mtoto. Lydia hakutarajia kama Ramsey angeweza kuwa mlaghai namna ile. Kitendo kile kilimfanya Lydia aamini ule msemo wa kwamba wanaume wote ni watoto wa baba mmoja. Hakuona tofauti kati ya Ramsey na D'Souza. Lydia alianza kurudisha kumbukumbu zake za siku za nyuma, ambapo alikumbuka ile siku ya sherehe yake ya mahafali. Alimpigia simu Ramsey ili awahi kwenye sherehe, lakini wakati wanazungumza, Lydia alisikia sauti ya mtoto mchanga ikitoka pembeni kwa Ramsey. Lakini pia alisikia sauti ya mama wa mtoto akimbembeleza mtoto. Ila sasa, katika hali ya kushangaza, yule mama wa mtoto aliongea maneno fulani ya kuashiria kwamba Ramsey ndo alikuwa baba wa mtoto. Kumbukumbu hiyo ilimfanya Lydia azidi kuchanganyikiwa zaidi na kuamini kile alichokiona, kwani matukio yalifanana sana. Lakini pia kama unavyojua, akili ya wivu haijawahi kumwacha mtu salama. Lile swala la Ramsey kumpa likizo Lydia kutokana na ratiba za mpira liliibua wazo jipya kichwani kwa Lydia. Lydia alihisi labda Ramsey hakuwa busy kwa ajili ya mpira, bali alitaka kupata nafasi ya kukaa na mzazi mwenzake huku akisaidiana kumlea mtoto. Sasa siku iliyofuata, hali iliendelea kuwa tete kwa Lydia. Moyo wake ulikosa furaha kabisa. Hakutaka kuamini kama penzi lao ndo limefika mwisho. Alichokifanya Lydia ni kumpigia simu Jackson ili apate uhakika zaidi wa jambo lile. Kwa bahati mbaya simu ya Jackson ilikuwa haipatikani. Lydia hakukata tamaa. Alichokifanya ni kutafuta namba ya Kavinza, kwani aliamini kwamba Kavinza ni rafiki mkubwa sana wa Ramsey. Hivyo alifahamu mambo mengi ya siri zilizomhusu Ramsey, na uzuri ni kwamba Lydia na Kavinza walikuwa ni mashemeji waliopatana sana. Simu ilipigwa na kwa bahati nzuri ilikuwa inapatikana. Japo simu ilipatikana lakini haikupokelewa. Lydia alichukia sana kuona simu haipokelewi. Kwa hasira akataka kuitupa simu yake, lakini kabla hajafanya alichowaza, ghafla uliingia ujumbe wa maneno kwenye simu yake. Chapchap Lydia akaufungua na akakuta namba ya Kavinza ndio ilimtumia ujumbe ule. Ujumbe uliandika ya kwamba mambo vipi Shem? Sorry sana, nilikuwa uwanjani nacheza mpira, ndio maana sikupokea simu yako. Kama una chochote cha kuniambia basi tuchate, maana simu yangu imekufa mic tangu jana, hivyo ukipiga hatutaelewana. Huo ulikuwa ni ujumbe ulioingia kwenye simu ya Lydia. Lydia akaona atumie nafasi ile ile kumuuliza swali Kavinza kupitia ujumbe wa maneno.
Lydia akasema kwamba Shem, hivi ni kweli Ramsey ana mwanamke ambaye amezaa naye? Please Shem, naomba niambie ukweli shemeji yangu. Usinifiche chochote hata kama utakuwa ni ukweli wenye maumivu, ila nipo tayari kupokea hayo maumivu ili kusudi nitengeneze amani ya kudumu kwenye moyo wangu. Kavinza akajibu ya kwamba Shem, ukweli ni kwamba umenipa mtihani mzito sana wa kufanya. Yaani nikisema ukweli maana yake namsaliti rafiki yangu, kwani alishatuomba tuifiche siri hii. Lakini sasa kwa kuwa umeniomba nikwambie, basi nitakueleza kwa kuwa umekuwa mwema sana upande wangu. Siku zote nimekuwa na kuhurumia sana, ingawa nilikuwa nashindwa kukuambia ukweli kuhusu Ramsey. Na kuhurumia kwa sababu una ndoto nyingi sana unatamani uzitimize na Ramsey. Najua kwamba unatamani kufika nchi ya ahadi ukiwa na Ramsey. Ila wakati wewe unapanga kufika nchi ya ahadi na Ramsey, mwenzako Ramsey anawaza kuingia katika mlango wa nchi ya ahadi akiwa na mwanamke mwingine kabisa. Shem, ukweli ni kwamba Ramsey ana mchumba ambaye amezaa naye mtoto wa kiume. Huyo mwanamke ni mpenzi wake tangu enzi za sekondari. Tatizo lako ulimwamini sana Ramsey, ndio maana ukashindwa kugundua maovu yake. Ramsey ni lover boy, Ramsey ni playboy, Ramsey ni mzinzi mashuhuri tangu akiwa kidato cha kwanza. Alishapata kesi nyingi sana za mapenzi tangu akiwa sekondari. Kwa hiyo niseme tu pole sana Shem. Hayo ndio maisha halisi ya Ramsey. Alafu nakusihi sana, kama utapata ujasiri basi nenda kituo cha afya ukacheki afya yako ili ujue namna kujitunza. Na kuomba sana Shem, usimwambie Ramsey kama nimekupa hii siri, maana nimefanya hivi kwa ajili ya kukuokoa wewe. Ukitaka kuamini maneno yangu, njoo sasa hivi uwanja wa mpira wa Bandari huku Tandika, utamkuta Ramsey na huyo mke mwenzako pamoja na mwanae. Aisee. Lydia. Msikilizaji, kwanza omba sikukutaya. Omba kabisa usiwe Ramsey wala Lydia. Simona hamna sehemu ambapo inafadhali. Omba usiwe Ramsey na omba usiwe Lydia, kwa sababu Ramsey, tazama anavyopigwa vita ya kusingiziwa maneno. Tazama Lydia anavyopewa taarifa ambazo si sahihi, ambazo zinaweza zikapoteza penzi lake. So omba kabisa usiwe Ramsey wala Lydia. Kuna watu uchokozi jamani. Sasa mambo ya kwenda kucheki afya yanakujaje hapo? Kilio cha kwikwi kilimpanda mtoto wa kike. Siku zote alimwamini sana Kavinza pamoja na Jackson, kwani walikuwa marafiki wa kweli wa Ramsey. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba wakati Lydia anapokea message kutoka kwa Kavinza, huyo Kavinza mwenyewe alionekana akiwa ndani ya uwanja akicheza mpira, ambapo timu yake ya Kauzu FC ikikabiliana na timu ya Goms United kutoka maeneo ya Gongo la Mboto katika hatua nusu finali ya mashindano ya Ndondo Cup. Kumbe kabla ya mechi haijaanza, Kavinza alimpa simu Diki ili amshikie, kwa kuwa yeye alitakiwa kuingia uwanjani. Wakati Lydia anapiga simu, Diki alifanya makusudi kutokupokea, kusudi asijulikane kama ndio yeye ameshika simu ya Kavinza. Hivyo akaona atumie jina la Kavinza kumchafua nani? Ramsey. Diki alifahamu kwamba Lydia alikuwa anamwamini sana Kavinza, hivyo isingekuwa tabu kuvuruga penzi lile. Siku ile Ramsey pia alikuwa uwanjani pamoja na Kavinza, huku wakitimiza majukumu yao uwanjani. Lakini pia hata Evadia alikuwa miongoni mwa mashabiki waliohudhuria ile mechi kwa lengo la kumsupport Ramsey. Swala la Ramsey kuonyesha burudani safi ya mpira ilishakuwa desturi. Mtaalamu alifanya vitu visivyowezekana viwezekane. Jina la Ramsey liliandikwa kwenye madaftari ya viongozi wakubwa wa soka kwa lengo la kutaka kumsajili kwenye vilabu vikubwa vinavyoshiriki kwenye ligi kuu ya Tanzania. Sasa mara baada ya mpira kumalizika, timu ya Kauzu FC ilifanikiwa kutinga hatua finali baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 3-2. Magoli yote 3 ya Kauzu FC yalifungwa na Ramsey. Shangwe zilikuwa nyingi uwanjani. Mashabiki walifurahi sana, huku wakiimba jina la Ramsey pamoja na kumrushia pesa kama zawadi ya kucheza soka kwa maridadi. Evadia naye alitoka kwenye jukwaa la mashabiki huku akiwa na mwanae mgongoni, kisha akamfuata Ramsey kule uwanjani na bila kupepesa macho wala kusubiri alimkumbatia Ramsey, kisha akampiga busu la shavu kama ishara ya upendo. Watu wengi walitazama tukio lile huku wakihisi labda yule Evadia ndo alikuwa baby mama wa fundi wa mpira. Lakini sasa sio mashabiki tu ndo walitazama ile tukio, kumbe hata Lydia naye alishafika pale uwanjani baada ya kuambiwa kwenye ule ujumbe kwamba Ramsey yupo na mzazi mwenzake pale uwanjani. Basi bwana, tukio la Evadia kumbusu Ramsey lilitosha kumwaminisha Lydia kwamba yale yaliyosemwa yalikuwa na ukweli wa 100%, kwani aliamini sana kutokana na kile alichokitazama. Tukio lile alijionea kwa macho yake wala hata kusimuliwa na mtu. Lydia aliganda kama mshumaa huku akitazama lile tukio.
Ramsey akiwa kwenye kumbato alitupa macho yake huku na kule. Ghafla bwana alimwona Lydia kwa mbali akiwatazama huku machozi yakimtoka. Lydia alivyogundua Ramsey amemwona, ikabidi ageuke na kuanza kuondoka. Ramsey alivyoona vile akajua kivyovyote vile kuna sehemu tayari penzi ni kama limevuja hivi, maana haikuwa rahisi Lydia kuja pale uwanjani, na mbaya zaidi ameonekana kudondosha machozi kisa tu kumkumbatia mtu. Basi chapchap Ramsey alijitoa kwenye kumbato kisha akaanza kumfuata Lydia ambaye alishatoka tayari nje ya geti kubwa la uwanja. Ile kufika tu nje ya geti akamwona Lydia anasimamisha taksi ili apande na ondoke zake. Kuna taksi moja ilisimama kwa ajili ya kumpakiza Lydia, lakini sasa kabla Lydia hajaingia ndani ya taksi alipigwa kumbato la mgongo na Ramsey. Baada ya kufanya hivyo, Ramsey alimwamuru yule dereva wa taksi aondoke, maana hakukuwa na abiria wa kusafiri kwa taksi lake. Yule dereva akawasha gari kisha akaondoka, ingawa alichukia sana kusumbuliwa. Ramsey alibaki na Lydia pale pale pembezoni mwa barabara, huku Lydia akiwa ameganda vile vile akiwa kwenye kumbatio maridhawa kabisa kutoka kwa Ramsey. Machozi yalimdondoka Lydia na moja kwa moja iliangukia kwenye mikono ya Ramsey ambayo ilikutana kwenye tumbo la Lydia. Sasa Ramsey akasema kwamba Lydia, una nini lakini mpenzi wangu? Mbona umekuja bila taarifa, na mbaya zaidi unataka kuondoka kabla hata hujaonana na mimi? Nini tatizo mama? Ramsey, naomba niache niondoke tu nyumbani tafadhali sana. Tatizo nini kwani? Mbona leo mimi sikuelewi mpenzi wangu? Ramsey, ninachoweza kusema kwako kwa sasa ni asante sana kwa kucheza na muda wangu huku kinidanganya utanioa, kumbe na mwanamke tayari. Afu mbaya zaidi umeshazaa naye tayari. Hongera sana Ramsey. Lydia, hebu naomba kwanza kuwasilia sawa. Mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako, wala sina mtoto. Afu nani amekwambia maneno? Usinifanye kama sina akili Ramsey. Kwa sasa nimeshagundua siri zako zote ulizokuwa unanificha. Ramsey, wewe ni chui, uliamua kujivika ngozi ya kondoo. Nafikiri nilikuwa ni kosa langu kuanza kukupenda wewe, lakini bora ungesema kwamba tayari ulishawaiwa. Ramsey, naomba niombe msamaha kwa mwanamke wako. Mwambie kwamba halikuwa lengo langu kushare naye mwanaume, lakini mimi nilikuwa sifahamu chochote kile. Lydia, nafikiri ulihitaji muda kunisikiliza zaidi kabla hujataka kuingia katika hatua nyingine. Yaani kabla hujatamka maneno ungenisikiliza. Ramsey, nikusikiliza nini tena? Yaani kuna kitu gani kipi ambacho utaniambia ili nikuelewe wakati wewe nitapeli wa mapenzi? Kwa nini hicho kitu kuniambia tangu mwanzo? Naomba toa mikono yako kwenye mwili wangu, nataka kuondoka. Mimi siwezi kuja tena kwenye maisha yako Ramsey. Najua nitaumia sana, ila hakuna maumivu atakodumu milele. Kila heri kwenye maisha yako Ramsey. Naomba Mwenyezi Mungu akusimamie utimize ndoto zako za maisha. Baada ya kusema hivyo, Lydia alijitoa kwenye kumbatio kisha akasimamisha taksi iliyokuwa inapita muda ule. Akapanda na kuondoka zake huku akiwa na majonzi kama mvua. Ramsey alibaki amesimama wima kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Mtaalamu hakuwa na nguvu tena ya kuendelea kupiga hatua kuelekea nyuma wala mbele. Hili lilikuwa ni pigo lingine tena kwa Ramsey Innocent. Safari ya Lydia ilifikia ukomo nyumbani kwao, ambapo aliingia moja kwa moja chumbani kwake bila kumsalimia wala kumsemesha chochote mama yake ambaye alikuwa sebuleni kwa wakati ule. Mama yake Lydia aliweza kugundua kitu kwamba mwanae hakuwa sawa kiakili, hivyo aliamua kumfuata kule chumbani ili amhoji kwa kina zaidi. Lakini sasa juhudi za mama Lydia ziligonga mwamba katika mlango wa chumba cha Lydia, kwani mlango wa Lydia ulishafungwa kwa ndani. Bi mkubwa alijitahidi kumwambia mwanae afungue mlango, lakini Lydia aligoma. Kitu pekee ambacho mama yake Lydia aliambulia kukipata ni kusikia sauti za vilio vya kila rangi zikitoka kwa mwanae. Tukio lile lilibeba taswira mpya yenye mshangao katika kichwa cha mama yake. Siku nzima Lydia hakufungua mlango wala hakula chochote kile. Mama alikuwa na wasiwasi sana. Basi ilibidi tu mama amwache ili mtoto wake apunguze kwanza hasira, alafu ndo aanze kumbembeleza kufungua mlango. Hasa siku iliyofuatia Lydia alipoa kidogo, aliweza kukaa na mama yake kisha akamuuliza kila kitu kilichotokea mpaka kufikia muda ule. Kwa namna ambavyo Lydia alimfikishia mama yake ujumbe, ilitosha sana bi mkubwa kuamini kwamba Ramsey hakuwa kijana mkweli kwenye mapenzi, japo kwenye maisha mengine ni mwaminifu. Swala lile lilimfanya mama yake Lydia kuamua kukata ule mzizi ambao aliupandikiza kwenye moyo wake kwa lengo la kuridhia penzi la Ramsey na binti yake Lydia. Taratibu mama yake Lydia alianza kuunga mkono wazo la mzazi mwenzake la kutaka mwanae aolewe na mtu ambaye ataweza kumlinda na kumtunza binti yao. Msikilizaji, nani alikwambia kichana pona? Tangulini ikawa hivyo.
Wewe ulisikia wapi? Nani alikwambia kwamba Lydia ndio mwisho wa matatizo ya Ramsey? Ramsey ni kama kichaa kwenye mapenzi. Siku zote kichaa haponi, bali anapataga aueni tu, na baada ya muda anarudi kwenye hali yake ya kukimbiza upepo. Takriban siku 3 zilipita bila mawasiliano yoyote kati ya Lydia na Ramsey. Kila mtu alikuwa anaugulia maumivu kwa upande wake. Lydia aliamua kuiblock kabisa namba ya Ramsey. Ramsey alijitahidi kutumia namba tofauti ili kusudi aongee na Lydia, lakini Lydia alikuwa na block kila namba iliyokuwa inabeba ujumbe unaomhusu Ramsey. Kwa hakika Ramsey alipatikana. Hakupata hata nafasi ya kujitetea japo kwa uchache. Hasa tukio la Lydia kushindwa kumpa Ramsey nafasi kujielezea liliibua madhaifu ya Lydia ambayo alijificha tangu hapo awali. Mwanzo kabisa, Lydia alifanya watu wapinge ile kauli isemayo hakuna mwanadamu aliyekamilika kwenye dunia. Wengi waliamini kwamba Lydia ni binadamu ambaye amekamilika kwenye kila idara. Kumbe haikuwa kama vile walivyokuwa wanafikiria. Kama kweli Lydia angekuwa amekamilika, basi angetoa nafasi kwa Ramsey kwa ajili ya kujitetea kabla hajamhukumu. Kwa hakika mambo yalikuwa ni magumu zaidi upande wa Ramsey kutokana na stress ambazo alikuwa anapitia. Afubani kwamba tukio la kugombana na Lydia lijitokeza katika kipindi ambacho Ramsey alikuwa anatazamwa na watu wengi sana. Ile siku ambayo timu yake ya Kauzo FC ilitakiwa kucheza mechi ya finali dhidi ya timu ya Faru Jeuri iliwadia. Katika mechi ile mashabiki wengi kutoka wilaya Temeke wakiwemo watu wa Tandika, Buza, Yombo na sehemu zingine za Mbagala walihudhuria uwanjani kwa ajili ya kuja kuishangilia timu yao, huku wakiwa na matumaini ya kutoa taji la ubingwa kwa kuwa walikuwa na mchezaji hatari na tishio kwenye mashindano yale. Hakuwa mwingine bali ni Ramsey. Lakini pia baadhi ya viongozi waliotaka kumsajili Ramsey kwenye vilabu vikubwa kama vile Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine walihudhuria pale kwenye ile mechi ili kuona uwezo wa Ramsey kwenye mechi ya finali ambayo ilikuwa na pressure kubwa sana. Dua na sala za mashabiki na benchi la ufundi la Kauzo FC zilikuwa kwa mtaalamu wao Ramsey aweze kuibeba timu. Lakini sasa huyo Ramsey mwenyewe sasa alikuwa elewi chochote kile. Yaani mpaka kufika muda wa kuingia uwanjani Ramsey alikuwa anamwaza Lydia tu. Siku zote ili ufanye kazi yako kwa ufanisi, basi lazima akili na mwili vifanye kazi sambamba, tena kwa ushirikiano mzuri. Mwili lazima ufanye kitu ambacho akili inataka. Siku zote ilifahamika kwamba Ramsey alikuwa ni mtaalamu wa kuamrisha mpira uende kule anapotaka uende. Lakini sasa kwa bahati mbaya siku ile ya finali ilikuwa mbaya sana kwa Ramsey, kwani akili yake ilikuwa inamwaza Lydia tu. Kifupi mwili wa Ramsey ulikuwa uwanjani ila akili ilikuwa ni kwa Lydia. Ramsey alicheza utoporo mtupu mpaka baadhi ya mashabiki wakaisi jamaa alipewa hongo na timu pinzani. Swala lile lilimfanya Ramsey agundue kwamba kwa uzembe wake binafsi anaweza kuigharimu timu yake na ikapoteza ubingwa kizembe sana, kwa kuwa yeye alikuwa ni kama mzigo ndani ya uwanja. Kwa hiari yake Ramsey aliomba atolewe nje. Sio kwamba amue kucheza kwa bidii achane na mawazo, atolewe nje, maana hakuwa na msaada wote siku ile. Hata kocha naye aligundua kwamba Ramsey hakuwa sawa hata kabla mchezo hujaanza. Baada ya kuona vile, akalazimika kumtoa Ramsey nje ya uwanja kama ambavyo aliomba. Mashabiki wa Kauzo FC walihuzunika sana na hata yale matumaini yao ya kutoa ubingwa yalipotea. Wapinzani nao walishukuru kuona Ramsey ametoka nje ya uwanja. So baada ya kutoka nje ya uwanja, Ramsey aliamua kuondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Hakwenda kukaa kwenye benchi la ufundi pamoja na wachezaji wenzake wa akiba ili kusudi mchezo malizike. Yale alichokifanya kilikuwa ni kitendo cha utovu wa nidhamu. Japo alifahamu hilo, lakini stress za mapenzi zilimfanya asijali chochote kile. Mpira kwake ulikuwa ni chaguo la 5. Unaweza kuona kwako ni kama kwake limekuwa ni chaguo la kwanza, lakini hapana. Mpira kwa Ramsey ilikuwa ni chaguo la 5. Chaguo la kwanza ilikuwa ni Lydia. La pili ni Lydia. La 3 ni Lydia. La 4 ni Lydia. La 5 mpira. So geti liligongwa nyumbani kwao Lydia, ikiashiria kulikuwa na mgeni nje ya nyumba yao. Kwa wakati huo Lydia alikuwa zake chumbani wakati mama yake alikuwa sebuleni. Mama aliamua kuchukua jukumu la kwenda kufungua geti ili kumkaribisha mgeni. Alijiongea kwa mwendo wa taratibu kufuata mlango wa geti, na mara baada ya kulifikia aliligusa kisha kalifungua. Ile kufungua tu, bi mkubwa wa watu alishtuka kisha akashusha pumzi baada ya kukutana na sura ambayo hakuitarajia kuiona kwa wakati ule. Ilikuwa ni sura ya mtaalamu Ramsey. Kutokana na maovu aliyowafanya Ramsey kwa Lydia, mama yake Lydia
Alitamani kumfukuza Ramsey pale getini, lakini roho ilimsuta baada ya kukumbuka wema aliotendewa na Ramsey siku za nyuma. Alichokifanya ni kumruhusu aingie ndani ya geti ili asikilize lengo kuu la ujio wake. Ramsey alimsalimia mama yake Lydia, kisha akaomba idhini ikibidi aonane na Lydia. Bi mkubwa akasema kwamba Ramsey, Lydia hataki kuongea na mtu yeyote ule kwa sasa. Hii yote umesababisha wewe. Hivi kwa nini umekosa uaminifu kwenye mahusiano kijana wangu, eh? Kwa nini uliamua kumdanganya mwanangu na mpendo wakati unajua kwamba una mwanamke mwingine? Ramsey akasema, mama, hayo yote unayosema yana ukweli ndani yake. Mimi sina mwanamke mwingine zaidi ya Lydia mama. Taizo Lydia ameshindwa kunipa nafasi ya kulielezea kwa kina zaidi ile jambo. Mama, mimi nampenda sana Lydia. Tafadhali sana mamangu, naomba uniitie Lydia niongee naye japo kwa uchache tu, huenda atanielewa. Basi mamake Lydia hakujibu chochote, badala yake aliamua kuingia ndani kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Ramsey kwa Lydia. Baada ya dakika 2 kupita, bi mkubwa alitoka nje baada ya kumaliza kuongea na mwanae. Alipotoka nje, akamkuta Ramsey bado anaendelea kusubiri. Mama Lydia alimsogelea Ramsey kisha akampa mrejesho. Akamwambia kwamba Ramsey, Lydia amegoma kutoka nje na hataki kuongea chochote kabisa kwa sasa. Pia hataki kabisa kuona sura yako. Ramsey akasema, mama, najua Lydia ana hasira sana. Ndio maana anathubutu kuzungumza maneno. Lakini mimi sina hatia yoyote ile. Mimi nasingiziwa mama, mimi sina kosa lolote mama. Mama akajibu, sawa. Basi mimi nakuomba tu uondoke kwa sasa, maana muda si mrefu kuna mgeni atakuja hapa nyumbani na akikukuta utapata shida nyingine. Ramsey akasema, mama, mimi hapa siondoki mpaka nione na Lydia. Siku zote matatizo yamekuwa ni sehemu ya maisha yangu, hivyo mimi siogopi hiyo shida itakayoletwa na huyo mgeni. Nafikiri haitakuwa mpya kwangu. Kauli ile ilimfanya mama Lydia aingie tena ndani na kumwacha Ramsey amesimama pale nje. Ramsey aliganda kwa takriban dakika 10 pasipo kumuona mtu yeyote akitoka ndani. Baada ya muda, Ramsey aliweza kumshuhudia Lydia akitoka ndani huku akiwa na majonzi na simanzi tele. Lydia alipiga hatua mpaka pale alipokuwa Ramsey. Lydia akasema kwamba, Ramsey, kwa nini umeamua kunifuata mpaka nyumbani? Kwanza asante sana Lydia kwa kutoka. Na niseme tu kwamba ni kwa sababu nakupenda Lydia. Hivi kwa nini unanitesa hivyo? Naomba basi unipatie nafasi ya kujielezea japo kwa uchache tu. Ramsey, hivi utawapenda wangapi? Unataka nikupatie nafasi ya kujielezea ili undanganye tena kama ulivyofanya mwanzo ama? Ramsey, ukweli ni kwamba mimi nakupenda mpaka kufika muda huu, lakini sina nguvu ya kuendelea kukutazama wala kukusikiliza. Kwa tu uliofikia, mimi sina budi kujivua kwenye moyo wako na kuacha uishi na mwanamke wako. Japo nakupenda, lakini mimi sipaswi kumdhulumu mwanamke mwenzangu, maana umeshaza naye tayari. So nenda tu. Japo inauma ila nitazoea. Lydia, yule mwanamke sio mpenzi wangu wala msijaza naye yule. Ramsey, nimesema sitaji tena undanganye. Sawa? Naomba ondoke sasa hivi. So unataka kuniona? Nadhani umeniona tayari. So naomba ondoke. Ondoka Ramsey. Ilikuwa ni sauti ya Lydia iliyosikika kwa staili ya kilio huku akimfukuza Ramsey. Kadri Ramsey alivyozidi kusukumwa, ndivyo alivyozidi kurudishwa kinyume kuelekea nje ya mlango wa geti, huku chozi la uchungu likimdondoka mtaalamu. Alikuwa amini kama Lydia ndiye anayemfanyia kile kitendo. Kadri alivyozidi kusukumwa, ndivyo alivyozidi kudondosha machozi, huku akikumbuka matukio ya nyuma waliowafanya pamoja na Lydia. Mtaalamu alikumbuka zile nyakati bora walizopitia kwa pamoja. Wakati Lydia anaendelea kumsukuma Ramsey, alikuwa anatumia nguvu pamoja na sauti ya juu kabisa yenye kilio ndani yake. Lakini kadri alivyozidi kumsukuma na kutazama sura ya Ramsey, ndivyo alivyozidi kupunguza sauti na kuishiwa nguvu ya kufanya kile kitendo. Ghafla, Lydia alijikutanishwa nguvu na pale akawa anaenda chini. Ramsey aliliona lile na kabla Lydia hajapigiza kichwa chini, alidakwa na mtaalamu. Pale hali ya Lydia ilibadilika na kuwa kama mtu anayetaka kukata roho. Chep Ramsey alimuita bi mkubwa ambaye alikuwa ndani kwa wakati ule. Mama alitoka nje na bila kuchelewa akapiga simu kuita taksi ili iwewaishe hospitali, maana hali ishakuwa mbaya sana. Dakika zile ilisikika honi ya gari nje ya geti. Bi mkubwa alifungua geti chap huku akidhani dereva taksi ndo amewasili. Lakini hakuwa dereva. Yaani hakuwa dereva taksi, bali ni mkali wa mambo ambaye ni Mr. David, baba mzazi wa Lydia. Mr. David aliingia ndani ya geti, kisha akashtuka kukuta hali ya mwanae ikiwa ni tete. Lakini pia alishangaa kumuona Ramsey akiwa ameegemewa na mwili wa Lydia pale chini. Sura ya Ramsey haikuwa ngeni kwa Mr. David.
kwani kila kitu kilichokuwa kinaendelea kwa Ramsey na Lydia kilikuwa kinafahamika kwa Mr. David. Kwa tafsiri haraka, Mr. David alifahamu kwamba mzazi mwenzake alikuwa ameridhia mahusiano ya Ramsey na Lydia, ndio maana Ramsey alikuwa mazingira yale. Mr. David hakutaka kuhoji sana, badala yake alimnyanyua mwanae kisha akampakiza kwenye gari kwa ajili ya kumwaisha hospitali. Mama Lydia naye alipanda kwenye gari ili akajue hali ya mwanae. Ramsey Nesi akataka kuleta mazoea kwa Mr. David. Yaani alitaka kuomba ushikaji kwa mshikaji. Eti alitaka kumuonyesha baba mkwe wake mtarajiwa jinsi gani ana uchungu na mke wake mtarajiwa kwa kutaka kuingia ndani ya gari ili aongozane nao hospitali. Hajakutana nacho Ramsey ni ile kitu ya kuitwaga mwana ukome. Yaani ni bonge moja la kofi lililoenda kuacha alama za vidole kwenye mashavu yake, huku akisikia kwa mbali sauti ikimwambia mind your own business. Baada ya kauli hiyo, gari ikaondoka na kumwacha Ramsey amesimama nje ya geti kama mlinzi wa zamu. Basi bwana, hatimaye Lydia alifikishwa hospitali akiwa bado hajarudisha fahamu zake. Kutokana na taaluma za madaktari, Lydia aliwekewa kwanza drip ya maji kwa ajili ya kurudisha nguvu mwilini mwake na kumfanya aweze kuzinduka. Zaidi ya drip 5 za chupa za maji zilitumika kwenye mwili wa Lydia, lakini cha kushangaza ni kwamba Lydia hakuweza kuzinduka. Kwa kawaida mwili wa binadamu unatakiwa kuwa na nyuzi joto 36.9 mpaka 37 za centigrade, ila kwa wakati ule joto la mwili wa Lydia lilipanda mpaka kufikia nyuzi 44 ambazo ziliashiria uwepo wa tatizo kwenye mwili wake. Madaktari waliamua kumfanyia vipimo vya mwili ili kubaini kama kuna tatizo lolote lipo kwenye mwili wake. Vipimo vilichukuliwa na kilichokuwa kinasubiriwa ni majibu tu. Baada ya nusu saa, majibu ya vipimo vya muda mfupi yalitoka. Kwa hakika taarifa ya majibu ilishtua vichwa vya wazazi wa Lydia, kwani hakuna kati yao alifurahishwa na yale majibu. Na kwa mujibu wa taarifa iliyokuwa imetolewa na daktari, ilionyesha kwamba Lydia alikuwa mjamzito. Taarifa ile ilikuwa ni nzito sana kwa wazazi wa Lydia, hasa Mr. David ambaye hakutaka kuamini kwamba mwanae tayari ameshabeba ujauzito wa mwanamume mwingine tofauti na Jimmy. Moja kwa moja wazazi waliamini kwamba ile mimba itakuwa Ramsey. Mr. David alichafukwa mno. Muda wote Mr. David pamoja na mzazi mwenzake walikuwa pembeni ya kitanda wakimsubiri mtoto wao aweze kufumbua macho. Masaa 6:30 yalimtosha Lydia kufumbua macho kwa mara ya kwanza tangu afikishwe pale hospitali. Lydia alijishangaa kujikuta katika kitanda cha wagonjwa, huku pembeni yake kukiwa na wazazi wake ambao sura zao hazikuonyesha kuwa na furaha. Neno la kwanza kabisa kwa mama yake Lydia ni kumuuliza mwanae kama yupo salama na hana maumivu yote. Lydia alikiri kwamba yupo sawa, na pia alitaka kujua sababu ya yeye kuwa pale nini. Mama alimkumbusha mwanae tukio lilotokea mpaka kufikia muda ule kwa hospitali. Basi sauti ya Mr. David ilisikika sema kwamba Lydia, hebu naomba uniambie, huu ujauzito ni wa nani? Sauti ya Mr. David ilisikika kwa mara ya kwanza kabisa ikimuuliza Lydia kuhusu mhusika wa ujauzito aliyoubeba. Lydia akashtuka akasema, ujauzito upi baba? Lydia alishtuka sana kusikia swala la yeye kuambiwa na ujauzito. Mr. David alichukua karatasi zenye majibu ya daktari yaliyokuwa yanaonyesha kwamba Lydia alikuwa mjamzito, kisha akamkabidhi mwanae ajionee mwenyewe. Lydia alizipokea karatasi za majibu kisha akajionea mwenyewe. Lydia hakuamini macho yake baada ya kukutana na ile taarifa. Swala la yeye kuwa mjamzito hakuwahi kulitambua siku zote. Kwa hakika ile ilikuwa ni taarifa mpya kabisa kwa Lydia. Pale hospitali, taswira ya Ramsey ilimjia kichwani Lydia. Taarifa ile ilikuja kwenye nyakati mbaya sana kwa Lydia, maana alionekana kutokufurahishwa na jambo lile, japo ule ujauzito hakubeba kwa bahati mbaya. Siku zote Lydia alikuwaga na ndoto ya kuolewa na Ramsey na kumzalia watoto. Ila kutokana na maovu ambayo Lydia alitendewa na Ramsey, alijikuta anachukia ile taarifa ya kubeba mimba Ramsey. Ghafla hali ya Lydia ilianza kubadilika tena. Alianza kupoteza nguvu mwilini, kisha akadondokea kitandani huku akiugulia maumivu ya ndani kwa ndani pamoja na mtetemo wa mwili kwa kuhisi baridi kali. Mr. David alitoka chapu mpaka kwenye chumba cha daktari kwa ajili ya kumpa taarifa kuhusu hali ya mwanae. Daktari alifika mpaka kwenye chumba cha mgonjwa kisha akaanza kumpima joto la mwili. Mapigo ya moyo pia aliweza kuyacheki na pia akamaliza kwa kuchukua vipimo vya mwili kwa jumla vikifuatiwa na sindano za kutuliza maumivu. Kadri dakika zilizozidi kwenda, ndivyo hali ya Lydia ilizidi kuwa mbaya. Wazazi wa Lydia walivurugwa kuliko kawaida. Lydia alikuwa kama binadamu anayetaka kuaga dunia. Hali mbaya kwa Lydia ilianza kiutani tu.
ila mwisho wa siku tatizo likawa kubwa kuliko vile alivyodhaniwa. Presha kwa wazazi iliongezeka, maana hawakujua ni kitu gani kimemkumba binti yao ghafla vile. Kuna muda walihisi labda kuna uchawi umetumika kumdhuru binti yao. Yote kwa yote walisubiri majibu ya daktari ili waweze kufahamu ugonjwa unaomtesa binti yao, maana mimba pekee isingeweza kumtesa vile. Na upande wa pili, Ramsey alijikuta anakuwa na hali mbaya zaidi kuliko nyakati zote alizowahi kukutana nazo. Tunafahamu kwamba Ramsey alishawahi kuwa kwenye mahusiano na wanawake zaidi ya 3 huko nyuma kabla hajakutana na Lydia. Lakini licha ya kwamba wanawake wote aliowahi kuishi nao aliwapenda sana, lakini upendo wake kwa Lydia ulipitiliza. Ramsey aliteseka sana kimawazo baada ya kushindwa kujua lolote linaloendelea kuhusu afya Lydia. Kwani mara ya mwisho alimshuhudia Lydia akitapatapa kwa ugonjwa usiofahamika. Kilichomtesa zaidi ni kwamba hakufahamu hospitali ambayo Lydia alipelekwa, hivyo Ramsey akabaki njia panda akiteseka tu kwa mawazo. Lakini pia tukio la yeye kufukuzwa na Lydia lilitesa sana akili ya Ramsey. Tukio la Ramsey kuteseka kwa mawazo lilimfanya mama yake atambue uwepo wa tatizo kwenye halmashauri ya kichwa cha mwanae. Mama alijaribu kukaa na mwanae na kumdadisi kitu kinachoendelea. Kwa kuwa mambo yalimfika shingoni, Ramsey hakuona sababu ya kumficha kitu mama yake. Alimweleza kila kitu kuanzia mwanzo wa tatizo mpaka mwisho. Mamake Ramsey alishangaa kusikia habari mpya ambazo hakuifahamu kwa zaidi ya miaka 3 ambayo ilikuwa inamhusu Evadia na Ramsey. Mama alistaajabu sana tukio la mwanae kumlea mchumba wa rafiki yake pamoja na mtoto. Lakini pia Rosemel hakuamini kama Lydia angeweza kufanya kile alichomfanyia Ramsey. Yote kwa yote, mama alimtaka mwanae avute subira, maana kila lililopangwa na Mungu basi lazima litatimia tu. Hakuna binadamu mwenye uwezo wa kupangua hatima. Unajua msikilizaji, binadamu wengi wa Kitanzania pamoja na Afrika kwa ujumla tumekuwa na kawaida ya kuogopa kufanywa vipimo vya afya kwa ajili ya kubaini hitilafu zilizopo kwenye miili yetu. Siku zote tumekuwa tunaishi tukiamini kwamba tuna afya nzuri kwa kuwa tunakula, tunatembea, tunalala vizuri, tunasikiliza simulizi bila pressure yoyote. Kumbe sio hivyo kabisa unavyofikiria. Wengi wetu tumekuwa waoga wa kwenda kwenye vituo vya afya kucheki maendeleo ya miili tukijua kwamba hatuna magonjwa. Swala hili linachangia kwa kiasi kikubwa kufupisha maisha ya Waafrika wengi sana kutokana na kutembea na maradhi sugu kwenye miili yao pasipo kupata matibabu kwa wakati. Ubani kwamba ile siku ambayo unagundua kuwa una tatizo unajikuta umechelewa sana kupata matibabu. Hivyo inakuwa shida kwako kupona. Haijalishi unakula chakula kizuri cha aina gani, haijalishi unatembea kwa muondoko gani, na haijalishi unalala kwenye aina gani ya godoro, haijalishi unakesha gym masaa mangapi, ni vyema utembelee kituo cha afya kwa ajili ya kuangalia usalama wa mwili wako ili uwahi matibabu mapema. Amini nakwambia, inawezekana unajiona upo na afya njema kwa kuwa hupati homa za mara kwa mara, hujawahi mwako umekatika, hujaingia hata hospitali kulazwa. Kumbe mwili wako, yani mwilini mwako, una ugonjwa unaojipandikiza taratibu kabisa kama vile kisukari, pressure, ukimwi, kansa, figo, ini na mengineyo. Kisukari unaweza kujipatia mwenyewe bila hata kuambukizwa. Pressure unaweza kujipatia mwenyewe bila hata kuambukiza. Kansa unaweza kujipatia mwenyewe bila hata kuambukizwa. Figo unaweza kujipatia mwenyewe bila hata kuambukizwa. Ini unaweza kujipatia mwenyewe bila hata kuambukizwa. Yote haya ni kwa sababu ya lifestyle. Yote haya unavokula, yani yote haya ukiondoa labda tu ukimwi. Shida inakuja pale unapochelewa kugundua haya matatizo na kujipatia tiba. Wewe mwenyewe unapata kabisa taarifa kuna watu wanadedi kwa sababu ya kisukari, kwa sababu ya kansa, kwa sababu ya figo, kwa sababu ya ini, kwa sababu ya pressure. Unasikia kabisa. So ripoti ya majibu kutoka kwa daktari ambaye alisimamia vipimo vya afya ya Lydia ilifikishwa kwa wazazi pamoja na mgonjwa. Aisee, sio mgonjwa wala mzazi aliyeamini majibu ya daktari. Inawezekanaje mtu alikuwa anakula vizuri siku zote, anatembea vizuri kila siku, na pia hakuwahi kulalamika kwamba anaumwa japo mafua, eti leo amekutwa na tatizo la figo? Kwa mujibu wa ripoti ya daktari ni kwamba figo moja ya Lydia ilifeli kabisa kufanya kazi na moja iliyobaki ilikuwa inaelekea kufeli ndani ya siku 3 zijazo. Ilisadika kwamba tatizo lile lilianza tangu muda mrefu ingawa dalili hazikujionyesha kabisa. Pia daktari aliwasisitiza wazazi kwamba ili kuokoa maisha ya binti yao basi inahitajika figo ndani ya masaa 72 ambao ni sawa na siku 3, tena isiwe figo ya mtoto wala mzee wala mlevi.
Kwa unyonge kabisa, akiwa na hali mbaya pale kitandani, Lydia alihisi siku zake za kuishi duniani zilikuwa zimekwisha kutokana na taarifa ya daktari. Lakini pia wazazi wa Lydia walijikuta wana mlima mrefu wa kupanda kutokana na ugumu uliopo kwenye kupata figo itakayomsaidia mtoto wao kusogeza namba za siku za kuishi duniani. Mr. Davy aliamini kwamba pesa inaweza kununua maisha ya mtu. Hivyo alianza kupiga mahesabu, alianza kupiga hesabu ya dau la kuweka mezani ili kununua kiungo cha binadamu ndani ya siku 3 alizopewa na daktari. Muda wote mama mzazi wa Lydia alikuwa analia. Lakini pia hata Lydia alikuwa anabubujikwa na machozi pale kitandani, huku akiwa hana nguvu hata ya kujiinua na kukaa. Hayo ndio maisha halisi tunayopitia, msikilizaji, wanadamu, kwamba jana tulikuwa wazima, leo ni wagonjwa na kesho ni wafu. Hii inatukumbusha kwamba afya bora tulizonazo leo zisije zikatuadaa na kudhania kwamba kila iitwayo leo tutaendelea kuwa hivyo. Kumbuka kuna leo ya kuna leo ya leo na kuna leo ya kesho. Hiyo ya leo, hiyo leo ya kesho siku zote huwa ni fumbo. So Mr. Davy alianza kumtuliza mzazi mwenzake na kumpa matumaini mwanae kwamba kabla ya hizo siku 3 kiungo kitapatikana tena kwa urahisi kabisa. Kitu pekee ambacho Mr. Davy alisahau ni kujua kwamba kutoa figo sio rahisi kama kutoa kucha kwenye kidole. Swala la utafutaji wa kiungo cha mwili wa binadamu lilianza mara moja. Dau nono liliwekwa mezani kwa ajili ya kuhakikisha anapatikana kijana ambaye atakuwa tayari kuuza kiungo chake ili avune pesa. Jitihada za kutafuta kiungo cha mwili zilikuwa chini ya Mr. Davy pamoja na Jimmy. Unaambiwa Jimmy alionekana kuguswa sana na taarifa ya ugonjwa wa Lydia, kwani alikuwa ni msaidizi wake kwenye kampuni na pia moyo wake ulianza kumpenda Lydia kwa kuamini kwamba angeweza kuziba pengo la Evadia. Siku ya kwanza kati ya zile 3 ilimalizika pasipo kupata kijana aliyevutika na dau lililowekwa mezani. Zoezi lilianza kuonekana gumu kwa Mr. Davy, kwani kilichokuwa kinatokea ni kinyume na matarajio yake. Kila kijana aliyeguswa kupewa dili la pesa aliona kama anatukanwa hivi. Nani haogopi kutoa figo? Nani haogopi kutoa figo? Kwani imekuwa kucha ile. Kama rais si wamtolee wenyewe. So, katika miaka hii ya utandawazi, swala la mtu kuuza kiungo cha mwili kama vile figo kwa ajili ya kumpatia mgonjwa ili aweze kuendelea kupumua, limekuwa likiongelewa sana na baadhi ya vijana wanaopenda kukaa kwenye mikusanyiko kama vile kwenye vijiwe vya kahawa na uvutaji wa bangi. Baadhi ya vijana ambao hawapendagi kujishughulisha ili wapate pesa, mara nyingi wanasikika wakisema wapo tayari kuuza figo kwa ajili ya kujipatia pesa kwa ajili ya maisha kuendelea mbele. Lakini pia baadhi yao wamegundua madhara makubwa yaliyopo baada ya kutoa figo mwilini, kwa sababu baada ya miaka kadhaa na wao watahitaji kununua figo ili waweze kuishi. Unakuta unauza figo kwa milioni 50 za Kitanzania. Baada ya miaka 2, ile figo moja iliyobaki mwilini kwako nayo inaanza kufeli. Ni kama inazidiwa sasa mahitaji. Hivyo itakulazimu utafute mtu akuzie figo. Tatizo litakuja pale ambapo utagundua kwamba akaunti yako ina milioni 1 tu. Kitu pekee kitakachofuatia ni kusubiri huruma ya Mungu ikushukie. Vinginevyo, Waislamu watasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na Wakristo watasema kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa, mwanga wa milele ukuangazie. Kule hospitali alibaki mama mzazi wa Lydia akimuguza mwanae. Kuna muda mgonjwa alikuwa anafumbua macho na kuongea na mama yake japo kwa tabu sana. Ukweli ni kwamba Lydia alishapoteza matumaini ya kuishi duniani kutokana na ugonjwa wake. Kitu kilichomtesa zaidi ni kuona anakufa pamoja na kiumbe kilichopo tumboni mwake. Yote kwa yote, Lydia alitamani amuone Ramsey kwa mara ya mwisho kabla hajafa ili azungumze naye jambo. Lydia alimuomba mama yake amtafute Ramsey kwa namna yoyote ile. Mama yake Lydia alikumbuka maneno ya mzazi mwenzake kwamba Ramsey hatakiwi kuonekana eneo la hospitali wala kufahamu chochote kile kinachoendelea. Sasa alichokifanya mama ni kumwahidi mwanae kwamba lazima Ramsey atampa taarifa na atafika. Mama aliongea hivyo huku sasa akijua kwamba hawezi kutimiza kile ambacho mwanae amekitaka. Kilichofuatia pale, mgonjwa alifumba macho kisha akapitwa na usingizi. Masaa 6 baadaye Lydia alionekana akijigeuza shingo akiwa bado amelala huku akilitaja jina la Ramsey. Kifupi ni kwamba Lydia alikuwa anaota njozi yenye Ramsey ndani yake. Ghafla Lydia alifumbua macho. Alitaka kujiinua kitandani lakini alishindwa. Mamake alimsogelea kisha akamuinua kidogo pale kitandani. Lydia akasema kwamba mame, Ramsey alikuja eti.
Mama akasema hapana mwanangu, bado hajaja. Lydia akasema mama unanidanganya, mbona nimemuona muda mfupi uliopita, kwa nini ameondoka kabla tujaongea chochote? Mama akasema sio kweli mwanangu, hiyo ni ndoto tu. Ramsey hajaja hapa na hawezi kufika, maana nimeongea naye ila amekataa kuja na hataki kusikia chochote kuhusu wewe. Lydia hakutaka kuamini, akasema kwamba mama, haiwezi kuwa kweli mama. Ramsey hawezi kunifanyia hivyo mimi. Mimi nitaka kumuomba msamaha kwa kuwa nakufa na kiumbe chake na sio vinginevyo mama. Mimi sio kuishi tena kwenye dunia. Mama akasema usiseme hivyo mwanangu. Wewe huwezi kufa kwa miaka hivi karibuni. Baba yako pamoja na Jimmy bado wanahangaika kwa ajili yako. Kwa hiyo kuwa na matumaini tu mwanangu, maana bosi wako anaweza kufanya maamuzi magumu kwa ajili yako kwa sababu anakupenda sana. Lydia akasema sidhani kama anaweza kufanya hivyo. Lakini mama, sisi zimebakia siku 2 tu ndo nitakufeti. Mama akasema mwenye uwezo wa kujua siku zako zilizobaki hapa duniani ni Mungu tu. Kwa hiyo usiwaze kuhusu maneno ya madaktari. Basi bwana. Dakika zile zile Mr. David pamoja na Jimmy waliingia hospitali wakiwa hawaelewi chochote kile. Lakini wakaamua kujikaza kiume ili kumpa matumaini mgonjwa. Jimmy alimsogelea Lydia kisha akaanza kuongea maneno ya matumaini kwa mgonjwa kwa kumhakikishia kwamba atafanya lolote kwa ajili yake, na pia alimkumbusha kwamba dunia bado inamhitaji na watu bado wanampenda hata kama alisalitiwa na mpenzi wake. Msikilizaji, tatizo ni kwamba Jimmy alishafahamu kwamba Lydia alikwisha salitiwa na mpenzi wake, ila hakujua kwamba huyu mwanaume ni Ramsey. Swala la Jimmy kufichwa jina la Ramsey ilikuwa chini ya uangalizi wa Mr. David pamoja na Mr. Charles. Hawa watu walitengeneza mazingira ya kumfanya Jimmy asijue kama Lydia alikuwa mchumba wa kijana anayeitwa Ramsey. Lakini kama Jimmy angelisikia hilo jina, basi angetaka kufuatilia kwa umakini zaidi ili amjue huyo Ramsey ni yupi. Na kama angekuja kubaini kama huyo Ramsey ndo yule rafiki yake, basi vyovyote vile mipango ya Mr. David na Mr. Charles ingeharibika. Jimmy aliongea maneno mengi ambayo alimfanya Lydia atabasamu na kupata matumaini, ingawa alikuwa ni mgonjwa kweli kweli. Siku ya pili ile katika pasipo kupatikana mtu ambaye alikuwa tayari kuuza kiungo chake cha mwili. Hofu ilizidi kuongezeka. Madaktari walikuwa wanasubiri kiungo ili wafanye kazi yao, maana hali ya mgonjwa ilizidi kuwa mbaya kadri masaa ilivyokuwa yanasonga, mpaka afikia hatua sasa akafumba macho huku akiwa hajui lolote linaloendelea duniani. Tumaini la mwisho la Lydia lilikuwa ni kwa Jimmy, ila siku zote unaambiwa usimpe mwanadamu dhamana ya maisha yako, kwani anaweza kukubadilikia muda na dakika yoyote ile. Ile siku ya pili kati ya zile 3 za pumzi kwa Lydia, Jimmy alipata dharura ya kikazi ambapo alitakiwa kuhudhuria semina ya wiki 2 nchini Afrika Kusini akiwa kama mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Charles B Enterprises. Sasa semina ile ilikuwa ni lazima ahudhurie, ihudhuriwe na mkurugenzi mkuu au msaidizi wa kampuni. Shida ambayo ilijitokeza kwenye kampuni ya Charles B ni kwamba mkurugenzi msaidizi ndo alikuwa Lydia ambaye ni mgonjwa. Hivyo Jimmy alilazimika kusafiri kivyovyote vile. Masaa 69 kati ya 72 yaliyotolewa na daktari kwa ajili ya upatikanaji wa kiungo cha mwili wa binadamu yalishatumika bila mafanikio yoyote yale. Hali ya Lydia ilizidi kuwa mbaya akiwa hajui chochote kinachoendelea duniani. Mama wa Lydia alishakata tamaa kuhusu maisha ya binti yake. Alitamani kujitolea figo yake kwa ajili ya mwanae, lakini kutokana na umri wake na afya yake, daktari alisema isingeweza kusaidia chochote zaidi ya kuongeza matatizo kwa wote wawili. Mpaka kufikia muda ule, Mr. David alikuwa haelewi chochote huko mtaani. Kadri alivyozidi kutazama saa yake ndivyo alivyozidi kuchanganyikiwa. Mzee wa kazi alishakata tamaa kabisa. Ile siku ilitosha kumpa funzo kwamba pesa sio kila kitu kwenye maisha. Kuna vitu vingine huwa haviwezi kununuliwa na pesa. Sio kwamba kila tatizo linaweza kumalizwa na pesa, bali kuna matatizo mengine ndo yanamaliza pesa. Upande wa pili alionekana Ramsey na Kavinza wakiwa kwenye uwanja wa mpira wakiwatazama wenzao ambao walikuwa wanafanya mazoezi. Siku Ramsey aliamua kutembelea kwenye uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kupunguza msongo wa mawazo. Wakati wanaendelea kutazama, ghafla simu ya Kavinza ilipigwa. Kavinza akaangalia jina la mpigaji, lakini akagundua kwamba namba ilikuwa ni ngeni kwa kuwa haikuwa na jina. Chap Kavinza alipokea simu. Aliyekuwa amepiga simu ni Jackson na alimwambia Kavinza kwamba nina shida ya kumpata Ramsey, maana tangu jana nimemtafuta kwenye simu ila hapatikani kabisa. Kuna tatizo kubwa limetokea, hivyo nataka kumfahamisha. Vipi, nampataje jamaa? Kavinza akasema nadhani ni bahati tu, maana nipo naye hapa. Yeye alipoteza simu tangu juzi. Jackson akasema asante sana mchizi wangu, hebu mpatie simu ya Ramsey.
Basi Kavinza alitoa simu kisha akamkabidhi Ramsey. Ramsey alipokea simu kisha akatega sikioni kusikiliza sauti, maana alishafahamu kwamba Jackson ndo alikuwa mpigaji. Sasa Jackson akasema, alimuuliza kwamba Ramsey alipo. Ramsey akasema ya kwamba nipo maeneo ya bandari huku Tandika. Vipi, mbona unaongea kwa pressure mwanangu, shida nini? Jackson akasema shida ipo Ramsey, tena ni kubwa kuliko zote ulizowahi kukutana nazo. Hivi unafahamu chochote kinachoendelea kuhusu Lydia? Ramsey akasema Lydia? Hapana, hebu niambie nini kimemkuta Lydia, ni kitu gani kimetokea kwake? Jackson akasema sikia Ramsey, naomba unisikize kwa makini sana. Hali ya Lydia ni mbaya sana, tena sana. Yaani hivi ninavyokuambia kwa sasa yupo hospitali ya taifa ya Muhimbili katika ward namba 5 ya wagonjwa mahututi. Figo zake zimefeli mazima na madaktari walitoa masaa 72 kwa wazazi wa Lydia ili watafute mtu atakayejitolea figo ili Lydia aweze kuendelea kuishi. Yaani mpaka kufikia muda huu ni masaa 3 tu ndio amebakia kwa ajili ya kumfanyia operation. Lakini sasa mpaka kufikia muda huu jitihada za kupata figo zimegonga mwamba mwanangu. Kwa mujibu wa maelezo ya mama yake Lydia ni kwamba inawezekana Lydia asione kesho. Afu mbaya zaidi ni kwamba Lydia ni mjamzito. Hivyo kama atakufa basi atakufa na kiumbe chako tumboni mwanangu. Hiyo ndio habari mpya iliyopo kaka. Ramsey akasema eti nini? Wewe Jackson, hebu ngoja kwanza. Yaani unamshani kusema hivi? Yaani sasa ndio utani gani mwanangu kaka? Lydia yupo mgonjwa? Hapana bana, hapana. Huyo si Lydia wangu. Lydia wangu ni mzima Jackson, Oh Jackson, hebu naomba nieleweshe vizuri. Yaani mmefanya nini Lydia wangu? Yaani nini kimemkuta Lydia? Na yuko wapi sasa hivi? Msikilizaji, kama ulikuwa hujui tafsiri ya chizi karogwa tena, basi usihangaike kutafuta kamusi wala kugugo. Hapana. Jibu sahihi ni kumwangalia tu Ramsey. Basi inatosha. Taarifa ya Jackson ilivuruga akili ya Ramsey mpaka akajikuta anauliza maswali zaidi ya 10 ndani ya dakika moja. Eti Lydia wake anaweza sione kesho? Nani kasema? Bunge gani limepitisha hiyo sheria ya kumpangia mpenzi wake siku za kuishi? Na vipi kuhusu ahadi zao? Nani atazitimiza kama Lydia atakufa? Na vipi kuhusu mwanae aliyoko tumboni? Hivi malaika mtoa roho hajui kwamba uchungu wa mwana ujuae mzazi? Hivi ndo tuseme kwamba ni hajui kama Ramsey ndo mzazi wa kiumbe kilichopo tumboni kwa Lydia? Hivi ni baba gani anayeweza kuiacha familia yake iteketee tu? Sio Lydia wa Ramsey huyo. Hebu wachaguta ni wao tu, lakini Lydia Ramsey yani Lydia wa Ramsey hawezi kufa kizembe namna hiyo. Sasa kabla Ramsey hajafika mbali, alishikwa shati kwa nyuma na Kavinza. Ramsey akasimama kisha akamgeukia Kavinza akasema kwamba vipi? Kavinza akasema kwamba Ramsey, kwa nini unataka kwenda kufanya nini sasa? Mbona kama sikuelewi? Ramsey akasema kwamba wewe, naenda kumtolea figo. Naenda kumtolea kiungo changu Lydia ili aweze kuishi. Kavinza akasema Ramsey, hivyo ni mpumbavu nini? Mbona kurupuka kufanya vitu bila kufikiria? Hivyo nadhani kutoa figo ni rahisi kama kutoa kinyesi mwilini? Ramsey akasema wewe, hivyo unaelewa unachokizungumzia mjinga? Hivyo juu Lydia ana nafasi gani kwa maisha yangu? Nipo tayari kufanya chochote kwa ajili ya uhai wa Lydia. Kwa ajili ya Lydia, kifo kwangu ni kama sherehe tu. Siogope kufa, kwani hata nikiendelea kuishi nafikiri sitaweza kuhimili maumivu ya kumpoteza Lydia. Kavinza akasema lakini Ramsey, hivi kwa nini unaamua kujitoa sadaka kisa mapenzi mwanangu? Wewe umegombana juzi tu na huyo Lydia. Licha ya upendo na heshima ulizompatia lakini bado ameshindwa kukuamini. Hivi kwa nini unakuwa mjinga wewe mwanangu? Ramsey akasema Kavinza, inawezekana yote ndio niliyofanya kwa Lydia hayakutosha kutafasiri maana halisi ya mapenzi. Nadhani huu ndio muda sahihi wa kuonesha mapenzi yangu ya dhati kwake. Najua kwamba uamuzi ninaotaka kuchukua utakuwa ni utakuja ugharimu maisha yangu hapo baadaye kwa kujipunguzia siku za kuishi. Kiimani tunajua kwamba Mwenyezi Mungu amempangia kila mwanadamu siku zake za kuishi. Ila swala la kwenda kutoa figo kwa ajili ya Lydia aweze kuishi kitaalam linatafasiriwa kama nimeamua kugawana na Lydia siku zangu za kuishi duniani. Mimi nipo tayari kufa kwa ajili ya kutetea maisha ya nimpendaye. Inawezekana kwa sasa hanipendi, ila atanipenda tu hata juu ya kaburi langu. Kavinza akasema kwamba Ramsey rafiki yangu, hivi unajua kwamba ukitoa figo ndio itakuwa mwisho wako wa kucheza mpira? Kumbuka kwamba Jumatatu unahitajika na viongozi wa klabu ya Simba ili ukaingie nao mkataba wa kuchezea klabu hiyo. Kwa hiyo, yani unaikatisha ndoto yako ya kuchezea timu moja na kina Mpanzu, kina Kapombe, kina Awa, kina Kamara. Hutaki kuungana na kina Msuva huko mwanangu ukaisaidia timu ya taifa? Ukaenda kucheza huko kwenye mashindano ya AFCON mwanangu. Mwanangu, yani unasaliti taifa mwanangu zima ni kisa mapenzi rafiki yangu kweli? Ramsey akasema Kavinza, kwenye hii dunia ukiachana na mama yangu, basi namba 1 kwangu ni Lydia, namba 2 Lydia, 3 Lydia, namba 4 ni Lydia, alafu namba 5 ndo mpira. Acha kumfananisha Lydia na vitu vya kijinga jinga bana kama mpira. Ukiniona mjinga basi niache niende peke yangu. Wewe rudi kaendelea na mambo yako ya mpira. Basi wakati story zile zikiendelea, Kavinza na Ramsey walikuwa kwenye bajaji kuelekea hospitali ya taifa Muhimbili.
Kavinza akasema kwamba sawa kaka, ni haki yako kumlinda umpendaye, lakini hili swala ni zito sana kaka. Basi ni vyema basi ungemtaarifu mama yako na ikiwezekana upate idhini kutoka kwake kabla hujaenda kuchukua huo uamuzi mzito. Ramsey akasema kwamba Kavinza, hivi kwa akili yako ya kawaida unadhani kwamba ni kuna mzazi anayeweza kumruhusu mwanae atoe figo kwa ajili ya kumlinda mpenzi wake? Nadhani jibu unalo. Hivyo nakuomba sana rafiki yangu, jambo hili mama yangu asilijue kabisa. Labda nikifa huko hospitali. Sihitaji kabisa kumpa huzuni mama yangu kwenye hili jambo. Maeneo ya hospitali ya taifa ya Muhimbili alionekana Mr. Devi pamoja na mama mzazi wa Lydia wakiwa wameshika tama wasijue lipi la kufanya kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtoto wao ambaye alikuwa hana fahamu kwa wakati ule. Mpaka kufikia muda ule, jitihada za Mr. Devi za kutafuta kiungo cha mwili wa binadamu ziligonga ukuta. Hakukuwa na nafasi nyingine ya kuendelea kutafuta, kwani muda ambao ulitolewa na daktari ulishamalizika. Wakati Mr. Devi na mzazi mwenzie wakiwa pembeni ya kitanda cha mgonjwa wao, daktari aliyekuwa anahusika na swala la matibabu ya Lydia aliingia ndani ya chumba hicho. Asa daktari alisema kwamba jamani, njia pekee ya kumpa matibabu huyu mgonjwa ili apate ahueni ilikuwa ni kumwekea figo nyingine. Mpaka sasa limebaki lisali moja kati ya wale 72 tuliowapatia kwa ajili ya kutafuta kiungo. Kama muda utamalizika bila kupatikana kwa kiungo, basi hospitali itawaruhusu kuondoka nyumbani kwenu, maana hatuwezi kuishi na mgonjwa ambaye matibabu yake yameshindikana. Kwa hiyo ni bora tu mkamsikilizie nyumbani kwenu au mkajaribu njia nyingine. Hiyo ilikuwa ni kauli ya daktari iliyoongeza chumvi kwenye kidonda cha wazazi wa Lydia. Wazazi wa Lydia walimwomba daktari awasaidie kama kuna uwezekano wote wa kupata hiko kiungo na walikuwa tayari kwa kulipa gharama yote ile. Daktari aliwajibu wazazi wa Lydia kwamba ni ngumu sana yeye kutafuta figo, labda ingekuwa damu basi wangenunua pale pale hospitali, ila sio figo. Daktari alijiandaa kwa ajili ya kutoka ndani ya wodi ambayo alikuwa amelazwa Lydia. Basi daktari akaulizwa kwamba kwa hiyo hakuna njia yoyote inayoweza kutumika ili kuongeza masaa ya kupata hicho kiungo? Tafadhali sana daktari, hebu tunaomba basi tusaidie kusogeza siku, kwani naamini mpaka kufikia kesho nitakuwa nimepata. Daktari akasema kwamba wakubwa wangu, mimi sio mpangaji wa muda katika ile swala. Masaa yalijipanga kitaalamu zaidi kutokana na tatizo la mgonjwa. Hata kama nikatumia njia gani ili mpaka kufikia kesho, hiyo figo itakayoletwa haitoweza kusaidia chochote. Lakini pia hata tukiwaruhusu kubaki hapa hospitali, hakutakuwa na matibabu wala dawa zozote zitakazoweza kumsaidia mgonjwa, kwani nimeshindwa kumpata hata ndugu aliyekuwa tayari kujitolea figo kwa ajili ya huyo mgonjwa. Daktari aliongea huku akimtazama mgonjwa, lakini sasa baada ya daktari kumaliza kuongea kauli yake kwamba kwani wameshindwa kumpata hata ndugu ambaye anaweza kujitolea, ghafla ikasikika sauti iliyowashtua watu wote waliokuwa wodini ikisema kwamba mimi nipo tayari kwa ajili ya kumtolea figo mgonjwa. Ilikuwa ni sauti ya kijasiri iliyotolewa na mmoja kati ya vijana wawili waliokuwa wanaingia ndani ya wodi ya wagonjwa mahututi kwa wakati ule. Mr. Devi na mama wa Lydia hawakuamini macho yao baada ya kumwona Ramsey amefika pale hospitali. Alikuwa ni Ramsey na Kavinza ndo alifika muda ule. Ile sauti ilikuwa ni ya Ramsey akimaanisha kwamba yupo pale kwa ajili ya kujitolea figo yake ili Lydia aweze kuamka kwa mara nyingine tena. Hakukuwa na muda wa kupoteza tena, hivyo Ramsey aliingizwa kwenye chumba maalum kwa ajili ya kufanywa vipimo ili kuona kama afya yake inaruhusu kumtolea figo mtu mwingine. Vipimo vilichukuliwa kisha wakawa wanasubiria majibu kwa dakika chache. Ramsey alimpigia simu mama yake na kumtaarifu kwamba alipata dharura ya ghafla ya kusafiri na timu yao ya Coast FC kuelekea mkoani Morogoro kwa ajili ya kuweka kambi kwa zaidi ya wiki moja. Hakutaka kumwambia ukweli mama yake, kwani asingeweza kumruhusu mwanae afanye kile kitendo kwa ajili ya mapenzi. Lakini pia alitaka jambo lile libaki kuwa siri mbele ya mama yake mzazi. Ripoti ya daktari yenye majibu ya vipimo vya Ramsey ilirudi. Afya ya Ramsey iliweza kumruhusu kumtolea Lydia kiungo cha mwili wake. Zoezi lienda haraka ili kuwahi muda ambapo Ramsey alitakiwa akasaini kwa mkono wake kwamba amekubali kufanywa upasuaji wa mwili na kutolewa kiungo chake. Hii imekuwa desturi katika hospitali zote duniani kwamba swala la kufanywa upasuaji ni jambo zito na lenye kuhatarisha maisha. Hivyo kabla upasuaji haujafanyika ni lazima kuwe na makubaliano ya pande zote mbili za mgonjwa na daktari ili hata ikitokea bahati mbaya kusiwe kuna deni. Kabla Ramsey hajalazwa kwenye kitanda maalum kwa ajili ya kushughulikiwa, alisogelea kitanda ambacho alilazwa Lydia, kisha akapiga magoti na kukamata mkono wa mgonjwa. Siku zote wapenda nao kwa dhati ni watu ambao
hubahatika kuwa na kipawa cha kuongea kwa hisia bila watu wengine kufahamu chochote. Hii inatokana na maelewano mazuri ya nafsi zao. Lydia alianza kuongea kwa hisia, yani akiwa hana ufahamu pale kitana. Lydia alianza kuongea na Ramsey kwa hisia, huku machozi yakitiririka mashavuni mwake, kwamba Ramsey, hutaki kufanya hicho kitu kwa ajili yangu. Please baba, acha kutarisha maisha yako kwa ajili ya mtu mwingine. Hiko unachotaka kukifanya ni sawa na kujipunguzia siku zako za kuishi duniani. Acha mimi nife ila wewe uishi. Msikilizaji, lakini pia kupitia hisia hizo Ramsey aliweza kusikia sauti ya Lydia. Na yeye akajibu akasema kwamba Lydia, siogopi kuhatarisha maisha yangu kwa ajili yako. Kama hiki ninachokifanya najipunguzia siku zangu za kuishi, basi imani yangu ni kwamba hizo siku ninazojipunguzia zitaongezeka kwako. Ni bora nikugawie nusu ya siku zangu za kuishi duniani ili mradi nifurahie uwepo wako. Dakika moja nikiwa nawe ina thamani kubwa kuliko siku moja ama siku 1000 bila penzi lako. Nafikiri huu ndo wakati wa kukupa zawadi ambayo inaweza kukuaminisha kwamba nakupenda sana. Msikilizaji, siku zote mwanakuli find mwanakuli wote. Mwanakuli get. Mchakato mzima wa kuhamisha kiungo cha mwili kutoka kwa Ramsey kwenda kwa Lydia ulikamilika kwa uangalifu mkubwa sana. Sio Ramsey wala Lydia ambaye alikuwa na ufahamu kwa muda ule. Baada ya masaa 36, hatimaye Ramsey alifumbua macho kwa mara ya kwanza kabisa tangu atolewe kiungo mwilini. Wakati huo Lydia bado alikuwa hajafumbua macho tangu afanywe upasuaji. Mara baada ya kufumbua macho, Ramsey alikutana na sura za wazazi wa Lydia wakiwa pembeni yake. Neno la kwanza kutamka kwa Ramsey lilikuwa ni jina la Lydia. Ramsey aliuliza kipi kinaendelea kuhusu Lydia wake. Mr. Davy alimtaka kijana atulie kwanza, maana hata yeye mwenyewe alishakuwa mgonjwa kwa wakati ule. Basi chapchap mamake Lydia alitoka na kwenda kumtaarifu daktari kwamba Ramsey tayari ashazinduka. Daktari aliingia wodini kisha akampatia Ramsey huduma za msingi zilizokuwa zinahitajika kutokana na hali yake. Pia aliwataka wazazi wa Lydia wampatie Ramsey vyakula mahususi kwa afya yake. Mr. Davy pamoja na mzazi mwenzake walitimiza mahitaji yote muhimu kwa Ramsey, japo Ramsey alizinduka lakini afya yake bado haikuimarika vizuri. Basi Mr. Davy kwenda kwa Ramsey alizungumza ya kwamba, kijana wangu, asante sana kwa kujitolea kuokoa maisha ya binti yangu. Naweza kukiri kwamba umerudisha tumaini ambalo nilipoteza kuhusu hayo mwanangu. Ingawa niliweka mezani dau nono, lakini hakuna kijana aliyekuwa tayari kuuza kiungo chake kutokana na uoga wao. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana na nashukuru sana kutana na kijana jasiri kama wewe uliyekubali kuuza kiungo chako kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu mwingine. Sasa hebu niambie nikupe kiasi gani cha pesa kitakachokufurahisha siku zako zote hapa duniani. Msikilizaji, kauli ile ilikuwa kama mshale wa sumu uliotumwa kwenda kukita kwenye jeraha la figo iliyotolewa kwenye mwili wa Ramsey. Ramsey akasema ya kwamba, mzee wangu, sikatai kwamba nina shida ya pesa, ila hakuna kiasi chochote cha pesa unachoweza kunipatia na kikatosheleza kunipa furaha siku zote nitakazoishi duniani. Furaha yangu kwenye siku zote za maisha yangu ni kuendelea kumuona Lydia akiwa karibu yangu tu. Sijatoa figo kwa sababu ya kuhitaji pesa. Nimetoa figo kwa sababu nahitaji Lydia aendelee kuishi. Nampenda sana Lydia. Hivyo ondoa hizo fikra za kuuza Kabla Ramsey hajamaliza kuongea kauli yake ya uchungu, Ramsey alikata moto kwa mara nyingine. Baada ya siku 2, Ramsey alikuja kuzinduka kwa mara nyingine tena na akajikuta yupo pale pale hospitali. Lakini cha kushangaza ni kwamba alikuta uguzi umebadilika. Hawakuwa wale ambao alikuwa nao siku zote. Mtaalamu alishangaa kukuta kundi la watu alikuwa anawafahamu akiwa amezunguka kitanda chake huku akiwa kwenye masikitiko makubwa. Watu wale walikuwa ni marafiki zake ambao ni Jackson, Kavinza, Abdi, Diki pamoja na Paula. Ramsey alishangaa sana kumuona mpaka Paula eneo lile. Wakati anaendelea kustajabu ya Paula, ghafla akayaona ya Rosemary. Ramsey alichoka ghafla. Akajua mpaka kufikia hapo basi kila kitu kitakuwa kimeharibika, kwani hakutaka jambo lile mama yake alifahamu. Rosemary ambaye ni mama mzazi wa Ramsey alimfuata mwanae kisha akamkumbatia huku akitokwa na machozi. Mama hakujua hukumu sahihi ya kumpa mwanae ambaye kwa wakati ule alikuwa ni mgonjwa. Hata kama ungekuwa ni mama wa Ramsey,
Yaani ungeanza kumfanya nini tayari figo limetolewa? Ungefanya nini sasa? Umgombeze kwamba ukimgombeza litarudi? Umfanyaje sasa? Lakini pia tukio la Ramsey kutoa kiungo cha mwili kisa Lydia lilimfanya Dick amini kwamba Ramsey ndo mwanaume ambaye alikuwa na mapenzi ya dhati kwa Lydia. Light kama yeye ndo angekuwa Ramsey. We. Asingethubutu kutoa figo kisa Lydia. Angeifikiria mbona vipochi manyoya vipo vingi mtaani na bado vinazidi kuzaliwa. Lakini yeye mwenyewe akakiria kwamba mimi sikuwa na mapenzi ya dhati, ila huyu mwamba ndo alikuwa anampenda kweli. So baada ya kuanza hivyo, Dick aliamua kukunjua nafsi yake dhidi ya penzi la Ramsey na Lydia, kwani alishajua kwamba yeye hampendi Lydia, na kama anampenda ila hajamzidi Ramsey, kwani mpaka kufikia hatua ya watu kuhongana viungo vya mwili. Basi ingekuwa ni dhambi kubwa sana kupandikiza miiba kwenye penzi lao. Kiroho safi kabisa, Dick aliamua kunyosha mikono juu huku akimwombea afya njema rafiki yake Ramsey. Lakini pia sio Dick tu ndiye aliyesutwa na nafsi, hata Paula naye alijikuta anakuwa na moyo wa kibinadamu baada ya kushuhudia kwa macho yake ile story ya mapenzi ya Romeo na Juliet ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa dakika Paula aliamini kwamba Ramsey na Lydia ni kama Romeo na Juliet waliozaliwa katika ardhi ya Bongo. Kwa kitendo cha kijasiri kilichofanywa na Ramsey, Paula aliamini kwamba ile nafasi yake kwa Ramsey ilishasombwa na upepo wa kisulisuli. Kwa namna ambavyo Ramsey alijitoa sadaka kwa ajili ya kuokoa maisha ya Lydia, Paula hakuona sababu ya kuendelea kudhulumu nafsi za wapenda nao ambao waliamua kugawana siku za kuishi duniani. Machozi yalimdondoka Paula na kufanya marafiki wa Ramsey waliokuwa pale hospitali washangae. Hata Ramsey mwenyewe hakujua kwa nini Paula anatokwa na machozi, maana walishakuwa maadui, hivyo kufa kwake ingekuwa ni furaha kwao. Ramsey alihoji kuhusu afya ya Lydia, maana alianza kupata wasiwasi baada ya kufikiria yale machozi ya Paula kwa undani zaidi. Alihisi labda Paula analia kwa sababu rafiki yake Lydia amefariki. Kwa mujibu wa ripoti ambayo ilitoka kuhusiana na Lydia ni kwamba licha ya kuwekewa figo, lakini afya yake bado haikuwa nzuri. Hivyo madaktari waliwataka wazazi wa Lydia kumpeleka mgonjwa wao nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Taarifa ile ilimnyong'onyesha Ramsey kwa mara nyingine, kwani wasiwasi uliongezeka. Dua na sala alizielekeza kwa Mwenyezi Mungu ili amponye Lydia wake. Sasa katika hospitali mashuhuri sana kwa kutibu matatizo ya figo nchini Afrika Kusini, Lydia alifikishwa katika hospitali hiyo kwa ajili ya matibabu zaidi. Kutokana na uwepo wa madaktari waliobobea kwenye magonjwa ya figo, ndani ya wiki 2 hali ya Lydia ilionekana kuwa nzuri, kwani fahamu zilimrudia kwa mara nyingine. Kadri siku zilivyozidi kusonga, ndivyo afya ya Lydia ilivyozidi kuimarika, na kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuwa mkubwa, kile kiumbe kilichokuwa tumboni kwa Lydia hakikuweza kudhurika, na hivyo kilikuwa salama kabisa. Wakati wote wa matibabu kule nchini Afrika Kusini, Lydia alihudumiwa na wazazi wake pamoja na mtaalamu Jimmy ambaye aliamua kujitoa kwa asilimia zote ili mradi tu kuhakikisha afya ya Lydia inaimarika. Gharama za matibabu ya Lydia zilimaliza mpaka pesa za akiba za Mr. Davy. Hivyo Jimmy alijikuta anatumia pesa nyingi sana za kampuni yake kwa ajili ya kufanikisha matibabu. Tangu Lydia apate fahamu, mara nyingi Jimmy alikuwa karibu yake kwa ajili ya kumfariji na kumpa matumaini kwamba afya yake itakuwa vizuri kama ilivyokuwa hapo awali, na pia atarudi tena nchini kwa ajili ya kuendelea na majukumu ya kiofisi. Ikiwa imebakia wiki moja tu ili Lydia aruhusiwe kurudi nyumbani kutokana na afya yake kuimarika kwa 99%, wazazi wa Lydia walianza kumkumbusha na kumshawishi mtoto wao kuhusu lile swala la ndoa kati yake na Jimmy. Kutokana na juhudi kubwa zilizofanywa na Jimmy kwa kugharamia sehemu kubwa ya matibabu, wazazi wa Lydia waliona ni vyema mtoto wao aolewe na mtu ambaye ataweza kumtunza kwa gharama yoyote ile, alafu kizingatia sasa Mr. David tayari alishaanza kufilisika kifedha. Ndoa ilipangwa kufanyika siku chache tu mara baada ya kurejea nchini Tanzania, licha ya kwamba Lydia alimzoea Jimmy na kumshukuru kwa kujitoa kwa ajili yake, lakini bado hakuwa tayari kuolewa naye. Sasa baba mtu akasema ya kwamba, Lydia mwanangu, hivi bado unamwaza ule mpumbavu aliyekusaliti na kwenda kuoa mwanamke mwingine Kwa nini unakuwa kinganizi sehemu usiyohitajika? Hivi hujui kwamba ulipokuwa Muhimbili yule mshenzi aligoma kuja kukujerulia hata hali Sasa kwa taarifa yako, yule mtu wako alisema hataki kusikia chochote kuhusu wewe. Lydia akasema, lakini baba, nitawezaje kuolewa na Jimmy wakati tayari na ujauzito wa mtu mwingine? Baba akasema, unawaza kuhusu ujauzito mwanangu? Mbona hapo ulipo una kiungo cha Jimmy mwilini mwako Hivi unajua kwamba wewe Jimmy unayemkataa ndo
Mtu aliyejitolea figo kwa ajili yako. Hujui kwamba sasa hivi unapumua kwa ajili yake? Hujui kama hapo ulipo una nusu ya maisha yake? Utampata wapi mwanaume kama huyo kwenye hii dunia? Jimmy ndo amekutolea figo yake kwa sababu alitaka uishi ili uwe mke wake. Tafadhali sana mwanangu, mimi nipo chini ya miguu yako. Naomba uolewe na Jimmy kwa faida yako na kwa faida ya sisi wazazi wako. Msikilizaji, kwa namna ambavyo mambo yalikuwa yanaendelea, ilikuwa ni vigumu sana kwa Lydia kuweza kukataa kuolewa na Jimmy kwa sababu kuu tatu. Kwanza kabisa ni mapendekezo ya wazazi, ambapo ilifikia hatua Mr. Davy alimpigia magoti mwanae ili akubali kuolewa na Jimmy. Hebu jaribu kufikiria uzito wa magoti ya mzazi unavyokuwa Sababu ya pili ni mapenzi ya dhati ambayo aliyaonyesha Jimmy kwa kukubali kutumia pesa za kampuni ya baba yake ili mradi kuokoa maisha ya Lydia. Sio pesa tu, bali hata kiungo cha mwili wa Jimmy kilisadikika kuwa mwilini kwa Lydia. Swala hilo lilimpa tafsiri Lydia kwamba kweli anapendwa kwa dhati na Jimmy, ndio maana aliamua kujitoa sadaka kwa kumpatia figo yake moja. Kitendo kile kilimfanya Jimmy ajiongezee maksi za kupendwa na Lydia, ingawa Jimmy mwenyewe alifahamu kwamba yeye hakutoa figo yake. Sababu ya tatu na mwisho ni kwamba Lydia alikuwa hataki kuolewa kutokana na mapenzi yake kwa Ramsey. Lakini sasa huyo Ramsey mwenyewe alishabadilika mazima. Hakutaka tena ukaribu na Lydia, ndio maana hakutaka hata kwenda hospitali kumjulia hali kwa kuwa tayari alikuwa na mwanamke na tayari walishazaa mtoto. Kuna nafsi ilikuwa ikimwambia Lydia kwamba asikubali kuolewa na Jimmy hata kama Ramsey amesaliti penzi lao. Lakini sasa ilikuwa ni vigumu sana kwa Lydia kukubaliana na nafsi ile, kwani katika heka za mwanadamu kuna maisha yanafuata baada ya kuzaliwa na pia kuna maisha kabla ya kufa. Maisha yao, yani naweza kusema kwamba maisha hayo ni maisha ya ndoa. Kila mwanadamu aliyekamilika ana haki ya kupitia maisha ya ndoa kwa mujibu wa maandiko tukufu ya Mwenyezi Mungu. Japo ilikuwa ni vigumu sana kwa Lydia kumsahau Ramsey, lakini hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kukubaliana na ukweli kwamba Ramsey hakuwa fungu lake, na kwa kuwa tayari alishakuwa mlemavu, hivyo asingeweza kupendwa tena na Ramsey. Alichokifanya Lydia ni kukaza roho kwa kuchukua maamuzi magumu ya kuwa tayari kuolewa na Jimmy, ambaye alionyesha nia na upendo wa dhati kwake, na pia aliona ingekuwa vizuri kwa kuwa angewaridhisha na kuwafurahisha wazazi wake. Bwana, Lydia alishakubali kuolewa na Jimmy, na kitu kilichokuwa kinasubiriwa ni kuruhusiwa kutoka hospitali na kurejea nchini kwa ajili ya maandalizi ya ndoa tu. Wakati watu wanapanga mikakati ya ndoa nchini Afrika Kusini, huku nchini Tanzania kijana wetu bwana alikuwa anatumia muda mwingi sana kushinda nje ya nyumba ya kina Lydia kwa lengo la kutaka kuonana na Lydia, ambaye alipelekwa nje ya nchi kwa matibabu. Imani ya kijana wetu ilikuwa ni kuendelea kumsubiria, akiamini kwamba ipo siku Lydia wake atarudi akiwa salama kabisa. Hakutaka kuamini kama kiungo cha mwili wake kitapotea bure kabisa. Siku nyingi zilipita pasipo kuonekana kwa Lydia kwenye mboni za Ramsey. Ile spidi ya Ramsey kutembelea mara kwa mara kwenye nyumba ya kina Lydia ilipungua taratibu baada ya kuona kimya kinazidi kuongezeka. Alafu hakukuwa na dalili yoyote ya Lydia au ndugu yoyote kuonekana eneo lile. Baada ya mwezi mmoja na nusu kupita, Lydia aliruhusiwa kurudi nyumbani akitokea nchini Afrika Kusini baada ya afya yake kuimarika kwa 100%. Lydia alisharudi kwenye hali yake ya kawaida, huku akiwa na matumaini ya kurudi kwenye majukumu ya kazi zake za kiofisi. Mahusiano ya kiuchumba kati ya Jimmy na Lydia yalianza, ingawa Lydia bado alikuwa anaonekana kama moyo wake haupo kabisa kwa mtaalamu Jimmy. Huo ndio ulikuwa ukweli kwamba jina la Ramsey bado lilikuwa halijafutika ndani ya moyo wa Lydia. Lakini sasa Lydia hakuwa na namna nyingine ya kubadili maamuzi, kwa kuwa alishamwahidi Jimmy mapenzi ya dhati, na pia aliwathibitishia wazazi wake kwamba yupo tayari kuolewa na tarehe ya harusi ilishapangwa. Yote kwa yote, msikilizaji, Jimmy alishagundua kwamba moyo wa Lydia upo kwa mtu mwingine, ila hakutaka kuhoji sana. Badala yake aliongeza upendo ili aweze kumteka Lydia moja kwa moja. Ukweli ni kwamba Jimmy alimpenda sana Lydia, ndio maana alikubali kumwoa licha ya kwamba Lydia alikuwa mjamzito. Msikilizaji, ile kauli ya wahenga isemayo kwamba mvumilivu hula mbivu hatimaye ilitumika kwa usahihi kwa Ramsey, na hatimaye alizipata mbivu ambazo siku zote alikuwa akizisubiri. Kwa hakika ilikuwa ni siku ya kipekee kabisa kwa Ramsey baada ya kukutana na kitu ambacho hakutarajia kama angekutana nacho siku ile. Siku hiyo bwana Ramsey aliamua kwenda nyumbani kwa Lydia kama ilivyokuaga desturi yake, japo alistishaga zoezi la kwenda pale kwa takriban wiki moja nyuma. Mara baada ya kufika nje ya geti, alihisi hali tofauti kidogo baada ya kuona michirizi ya gari ambayo iliashiria kwamba kuna mtu alishawahi kuja pale ndani au yupo ndani kwa wakati ule. Sasa Ramsey hakuona sababu ya kuendelea kupoteza muda, hivyo aliamua kugonga mlango wa geti ili kuona kama mlango ungefunguliwa. Wakati Ramsey anaendelea kusubiri mlango wa geti uweze kufunguliwa, alikuwa busy akiendelea kushangaa michirizi ya gari. Ghafla
mlango wa geti ukafunguliwa. Aisee, Ramsey hakuamini macho yake. Eti mgonjwa ndio alienda kumfungulia geti Ramsey. Hakuwa mwingine bali ni Lydia. Ramsey akasema, "Aya, usiniambie kwamba naota kwa hiki ninachokiona. Sitaki kuamini kama leo naota tena." Ramsey. Aisee, sio Lydia wala Ramsey ambaye hakustajabu baada ya kumwona mwenzake. Ramsey alihisi anaota kumwona Lydia akiwa mzima kabisa afya. Wewe, nani angeweza kuvumilia? Kwa mfano, labda huo moyo ungekuwa wa kuchorwa kwenye kitabu. Huwezi kuamini yani. Pale Ramsey alimkumbatia Lydia kwa nguvu huku akibubujikwa na machozi ya furaha. Lydia alipoa kama chai ya Iringa. Ingawa alikuwa hatamani kuonana tena na Ramsey, ila alijikuta anakosa ujasiri wa kukwepa kumbatio, kwani hata yeye alimmisi sana mtaalamu. Ingawa macho yake hayakufurahishwa na ujio wa Ramsey, ila moyo wake ulinogewa mno baada ya kugundua kwamba mmiliki halali wa mapigo ya moyo wake anaendelea vizuri. Machozi ya furaha na uchungu yalianza kumtoka Lydia akiwa bado yupo kwenye kumbatio. Taratibu na yeye akajibu mapigo kwa kumkumbatia Ramsey. Takriban dakika 2 zilitumika kuwaweka kwenye kumbatio la mahaba. Ghafla Lydia alikumbuka kwamba hakutakiwa kufanya kitu kile kwa wakati ule, kwani tayari alishakuwa mchumba wa mtu na pia huyo Ramsey alishasaliti kipenzi lao. Lydia alijitoa kwenye kumbatio kisha karudi nyuma sentimita kadhaa kutoka kwa Ramsey. "Ramsey, umesahau kitu gani hapa nyumbani kwetu? Tafadhali sana Ramsey, naomba uondoke haraka iwezekanavyo." "Lydia, kwani bado unanichukia?" "Ramsey, sina sababu ya msingi kuendelea kukuchukia. Ila naomba kuanzia leo unifute katika fikra zako. Sahau kwamba tulishawahi kuwa wapenzi. Ishi maisha yako na mke wako, mkashirikiane kumlea mtoto wenu. Lakini pia naomba tu ufahamu kwamba mimi tayari ni mjamzito na wewe ndio mhusika wa ujauzito. Kuwa na amani Ramsey, kwani mimi kubeba hii mimba haimaanishi kwamba nitakuja kuingilia ndoa yenu. Kwa sasa tayari nimeshakata mizizi ya upendo wangu kwako. Nashukuru tu kwamba umeondoka, ila bado umeniachia kitu kitakachonipa faraja katika siku zote za maisha yangu. Nitakukumbuka sana Ramsey kupitia huyu mtoto atakayezaliwa." "Lydia, hivi mbona unaongea vitu bila kufikiria? Mimi sina mke wala mtoto. Nafikiri huu ndo muda sahihi wa sisi kukaa chini na kujadili kwa kina kuhusu mambo yote yaliyotokea. Hebu naomba basi tukae chini tupange mikakati thabiti ya sisi kuishi pamoja ili tumlee mwanetu atakayezaliwa. Mimi sihitaji kuwa mbali na mwanangu. Nahitaji mwanangu aonje japo theluthi ya upendo wa baba yake kabla asijafa. Lydia, unanusu maisha yangu mpaka sasa. Naomba tuone haraka iwezekanavyo ili tutimize zile ahadi tulizojiwekea kabla sijafa." "Ramsey, it is too late baba. Tena umechelewa sana Ramsey. Wewe kunipenda kabisa. Ulipanga kunichezea kama ulivyochezea wengine. Naomba kuanzia leo ufute kumbukumbu zote zinazonihusu mimi. Siku 2 zijazo nitaitwa mke wa fulani, kwani maandalizi ya ndoa yameshakamilika. Nimeshakusamehe kwa yote ulionitendea na kuombea kila laheri kwenye maisha yako. Pambana sana Ramsey, ili mwanao aliyekuwa katika tumbo langu siku moja aje kuitwa Wakishua. Kingine ni kwamba nakutakia afya njema siku zote. Mimi sina chuki kabisa na wewe. Hebu nisubiri mara moja nikuonyeshe kitu." Lydia aliongea hayo maneno kisha kaingia ndani. Baada ya sekunde kadhaa Lydia alitoka ndani akiwa na karatasi mkononi kisha akampatia Ramsey kile karatasi. Basi chapchap Ramsey alikifungua na kuanza kukisoma. Aise, Ramsey hakumaliza kusoma kile karatasi. Pale karatasi ikaenda chini. Jasho likaanza kumvuja Ramsey kama alikuwa anakimbizwa kwenye tukio la wizi. Spidi ya mapigo ya moyo ikaongezeka mara 2 zaidi. Karatasi ile ilikuwa kadi ya mwaliko wa harusi ya Lydia na Bwana Jimmy. Kwa hakika kilikuwa ni kipindi kigumu kabisa kuwahi kutokea kwenye maisha ya Ramsey. Mtaalamu alijikuta anatembea taratibu kabisa kuelekea mahali ambapo hakupajua, akitokea kule nyumbani kwa kina Lydia. Safari yake ilishia ukingoni mwa fukwe za Mbezi, yani Mbezi Beach. Ni kule ilipokuaga nyumba ya Rosemary. Asa Ramsey akiwa kule bichi anapata upepo wa bahari, alijiuliza maswali mengi sana ambayo hayakuwa na majibu. Kuna muda alishia kujicheka mwenyewe kutokana na nuksi aliyokuwa nayo kwenye safari yake mapenzi. Ramsey alijiuliza kwamba ina maana sijui nini maana mapenzi? Hivi kwa nini kila siku ni mimi tu? Au tatizo ni umaskini? Au wapi natelezaga? Kama tatizo ni fedha na umaskini, mbona Sara nilimpa mpaka pesa yangu ya ada ya shule kwa matumizi yake binafsi, ila mwisho yote akanimwaga hadharani? Kama Joyce nilimnunulia mpaka simu, ila cha ajabu akaniblock. Kama Paula alianza mwenyewe kulitamka neno la upendo, nilipokea kwa furaha na nilimpa kila alichotaka, ila hakuridhika. Akanishika mkono na kunivuta mpaka katikati ya kina cha bahari ya penzi lake, kisha akanitosa mazima wakati alijua sina nyota uvuvi. Kwa nini Paula ninyanyase wakati sikumlazimisha anipende? Kwani kosa langu ni nini? Au labda nilikuwa dhaifu kitandani? Lakini mbona
wote walinisifu kwa udari wangu na ufundi kitandani. Mbona wote walikuwa napiga vikelele fulani hivi ambavyo nilikuwa najipa uaminifu kwamba nawafikisha ambapo wao walikuwa wanatamani sana kufika wakiwa katika eneo hilo? Yupo wapi yule mwanafalsafa wa mapenzi aliyesema real love means sacrifice? Ina maana figo niliyotoa kwa ajili ya uhai wa Lydia haikutosha kutafsiri maana halisi ya mapenzi ya dhati? Nimetoa sadaka maisha yangu kwa ajili yake kwa sababu nampenda, lakini leo hii anasema kwamba nitaki. Nafikiri kwamba kwenye hii hakuna mwanamke aliyezaliwa kwa ajili ya Ramsey. Kama haki yangu haijapatikana duniani, basi itapatikana mbinguni. Huu ndio wakati sahihi wa kuifuata haki yangu huko mbinguni. Sasa kama nilimpa nusu ya maisha yangu anitaki, sasa nabaki duniani kusubiri nini? Nisubiri kuona Lydia akiolewa na mwanamume mwenzangu? Ni bora nife tu, labda nitakumbukwa kwa yale yote ambayo niliyafanya enzi za uhai wangu. Msikilizaji, hayo yalikuwa ni mawazo yaliyokuwa katika kichwa cha Ramsey akiwa katika fukwe za Mbezi Beach akipepewa na mawimbi ya bahari. Ramsey aliwatazama watu mbalimbali waliokuwa kwenye ile fukwe. Wengi wao walikuwa kwenye kapo zao. Swala lile ndio lizidi kumtesa Ramsey, kwani alitamani yeye angekuwa na Lydia wake. Ramsey akaona ni bora aondoke kabla hajafia mikononi mwa watu wasiomfahamu, kwani maumivu yalikuwa ni makubwa moyoni mwake. Sasa siku 2 zilipita tangu tukio la Ramsey kuachwa na Lydia lipite. Ilikuwa ni siku ya Jumapili ambayo ndio ile siku mahususi kwa ajili ya ndoa ya Jimmy na Lydia. Takriban mara 3 simu ya Ramsey iliita pasipo kupokelewa. Ramsey akiwa zake chumbani alikuwa na tafakari kuhusu ile simu kwamba aipokee au achane nayo. Baada ya tafakari ya muda mfupi, Ramsey aliamua kuipokea ile simu, kwani mpigaji alikuwa ni Jackson na alionekana kuwa na uhitaji mkubwa sana wa kuongea na Ramsey. Yes Jackson, niambie. Ramsey, mbona sielewi hivi inawezekana vipi Lydia aolewe na mtu mwingine ya Ramsey? Asi Jackson, kama wewe uelewi nadhani mimi nitaelewaje? Ndio hivyo bwana, inabidi uamini tu unachokiona. Ramsey, kwa hiyo yani umekubaliana na hilo swala? Asi Jackson, hata kama nisipokubaliana na hilo swala, unadhani nini kitabadilika? Mimi ni mnyonge Jackson. Kwenye hilo swala sina maamuzi ya mwisho. Alishika mpini, amenikata tayari. Lydia anitaki tena, hivyo sina nguvu katika hilo. Waache waone tu. Ramsey, kwa jinsi mimi ninavyomfahamu Lydia hawezi kukusaliti kirahisi namna hiyo mwanangu. Maana uliyofanya kwake ni makubwa mno. Amini kwamba kuna watu wamekuchezea rafu mwanangu ili uonekane mbaya kwa Lydia. Ila naamini Lydia anakupenda sana. Eti? Lydia ananipenda sana? Mwache kunifariji kwa uongo waziwazi Jackson. Najua wewe ni rafiki yangu na pia ni wajibu wako kunifariji kwenye wakati ngumu, lakini kwa hii faraja unaonipatia kwenye hili tukio tunaitaga danganya toto tu. Ramsey, mimi siongei kwa lengo la kukufariji, ila naongelea uhalisia wa tukio zima. Ukweli ni kwamba hata mimi mwenyewe naumia kuona Lydia anaolewa na mwanamume mwingine. Lakini kabla hatujamhukumu Lydia, tunapaswa kufuatilia vizuri undani wa tukio zima. Jackson, hakuna haja kupoteza muda kwa kufuatilia maisha ya wanandoa. Alafu nitazitoa wapi hizo nguvu za kuendelea kusimama na kumtazama Lydia kama mke wa mtu? Jackson, wewe ni miongoni mwa marafiki zangu bora kuwahi kutokea kwenye dunia. Una bala lolote kwangu na siku zote umekuwa upande wangu. Inawezekana Mwenyezi Mungu alikupa msukumo wa kunipigia simu muda huu ili usikie kauli yangu ya mwisho. Jackson, idadi ya wasaliti kwenye maisha yangu inazidi kuongezeka kila siku. Kinachoniuma zaidi ni vile jamii itakavyonitazama baada ya kuona nimetoa sadaka kiungo changu cha mwili kisa mwanamke. Alafu huyo mwanamke anaolewa na mwanamume mwingine. Jackson, kama ukikutana na Lydia, mwambie nimekufa kwa ajili yake. Kwa sasa sina chochote cha kusubiri hapa duniani. Ni bora nife tu. Ramsey. Hello? Mpaka kufikia hapo mawasiliano kati ya Ramsey na Jackson yalikatika. Tangu Jackson amfahamu Ramsey, alishagundua kwamba Ramsey hakuwa binadamu mwenye kupindisha maneno na misimamo yake. Siku zote kila alichokuwa ananuia kukifanya basi alikifanya bila kupindisha. Swala la Ramsey kutamka maneno yanayotishia uhai wake yalimvuruga sana Jackson, kwani aliamini kwamba rafiki yake atajidhuru kweli. Jackson hakuona sababu ya kwenda Mbezi ambako sherehe ya harusi ya Lydia ilipangwa. Badala yake akabadili gia angani na kuelekea njia kuu iendayo Mbagala kwa ajili ya kumzuia malaika mtoa roho asiondoke na uhai wa Ramsey. Dakika 30 zilitosha kumfikisha Jackson nyumbani kwa Rosemary maeneo ya Mbagala. Mara baada ya kufika mlango wa nyumba ya Rosemary, Jackson alizama mpaka ndani bila kubisha hodi. Basi mama akasema kwamba we mtoto, mbona umenishtua hivyo jamani, kulikoni tena au unakimbizwa? Sasa Jackson kwa pupa akasema, mama, Ramsey yuko wapi tafadhali? Mama, naomba niambie haraka, Ramsey yuko wapi? Mama akasema, makubwa,
Mbona si wale wenyewe watoto? Huyo Ramsey unayemuulizia sijui hata matatizo gani. Maana tangu asubuhi amejifungia chumbani tu. Hajala chochote kile. Jackson akasema, mama, naomba nionyeshe chumba cha Ramsey sasa hivi. Ramsey yupo hatarini bila shaka. Basi Rosemary aliposikia kauli ya kwamba Ramsey yupo hatarini, aliongozana na Jackson mpaka kwenye mlango wa chumba cha Ramsey na kuanza kubisha hodi. Takriban dakika moja ilipita pasipo mlango kufunguliwa. Kwa kuwa Jackson alikuwa na jinsia inayofanana na jinsia ya Ramsey, hivyo akasukuma mlango na kuingia ndani ya chumba cha Ramsey. La haula, Jackson hakuamini kile alichokiona baada ya kuingia ndani ya chumba cha Ramsey. Mtaalamu alipiga kelele za uchungu na mshangao baada ya kumkuta Ramsey akiwa chini amelala, huku akitokwa na mapovu mdomoni. Pale mezani kwa Ramsey kulikuwa na chupa ndogo yenye sumu hatari sana kwa maisha ya mwanadamu. Sauti ya Jackson ilimfanya Rosemary kuingia ndani ya chumba cha Ramsey. Mama naye hakuamini kila alichokiona mbele ya macho yake maskini. Pale pale akaanza kumlilia mwanae kwa uchungu, kwani hakuwa na uhakika kama mwanae alikuwa na uzima, kwani hakuwa anafahamu. Bila kupoteza muda, Jackson na Rosemary walianza kufanya jitihada za kuokoa maisha ya Ramsey kwa kumpeleka katika hospitali ya Mbagala Zakem ambayo ilikuwa karibu. Madaktari walimpokea mgonjwa kisha wakaanza kumfanyia vipimo ili kubaini kama kulikuwa na uzima au tayari roho ilishauacha mwili. Baada ya vipimo vya haraka iligundulika kwamba Ramsey bado alikuwa anapumua ingawa hali yake ilikuwa ni tete. Madaktari walianza jitihada za kumpa mgonjwa huduma ya kwanza ili kuidhibiti sumu isisambae zaidi mwilini. Baada ya kufanikiwa kutoa huduma ya kwanza, madaktari walimpakiza Ramsey na Rosemary pamoja na Jackson kwenye gari la wagonjwa kuelekea hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa matibabu zaidi. Maana hali ya Ramsey alionekana kuwa ni ana hali mbaya zaidi. Hivyo madaktari wa hospitali ya Zakem wasingeweza kumtibu. Ndani ya dakika chache, ambulance ilifanikiwa kumfikisha Ramsey katika hospitali ya taifa Muhimbili. Madaktari wa Muhimbili walimpokea mgonjwa na kumpeleka chumba maalum kwa ajili ya matibabu kwa wagonjwa wenye uhitaji wa huduma za haraka zaidi. Rosemary pamoja na Jackson walibaki nje kusubiri ripoti ya madaktari ambao walikuwa wanamtibu Ramsey. Basi Jackson akasema kwamba, mama, naomba nikuache mara moja alafu nitarudi muda si mrefu. Mama akasema, Jackson, unaenda wapi tena mwanangu? Jackson akasema, subiri mama, utaelewa baadaye, ila kwa sasa huwezi kuelewa. Kuna watu wameamua kumchezea mchezo mchafu Ramsey. Ndio maana amefikia hatua ya kunywa sumu. Hivi ninavyokuambia mama, Lydia anaolewa katika dakika chache sana zijazo. Mama alishtuka akasema, eti Lydia ana? Jackson akasema, mama, wewe kuwa mwangalifu kwa Ramsey, sawa ngoja mimi nikakabiliane na hawa watu. Basi Jackson alimaliza kuongea kisha akaondoka kwa spidi ya mwendo kasi. Shangwe, nderemo na vifijo vya ndugu, jamaa na marafiki wafanyakazi wa kampuni ya Charles B zilisikika ndani ya kanisa la Magomeni jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni siku ya kipekee kabisa kuwahi kutokea kwenye maisha ya Jimmy na Lydia. Ilikuwa ni ile siku ya kutimiza agizo la Mwenyezi Mungu kwa kuungana na kuwa kitu kimoja kama mke na mume. Wazazi wa pande zote mbele walibariki na kutoa idhini kwa vijana wao kuweza kuoana na kuanza maisha mapya ya ndoa. Taratibu zote zilifanyika na ukafikia ule wakati wa padri mwenye dhamana ya kufungisha ndoa kutimiza wajibu wake. Sauti ya padri ilisikika ikisema kwamba Bwana Jimmy Charles, upo tayari kumwoa Bi Lydia David kwa mahari iliyoidhinishwa? Sauti ya padri ilisikika hivyo ndani ya kanisa, na Jimmy ambaye aliulizwa lile swali alijikuta anatulia kwa dakika chache kabla hajatoa jibu. Mtaalamu alijikuta anakumbuka zile ahadi alizopangaga na Evadia miaka kadhaa iliyopita kwamba wangekuja kwa mke na mume siku za baadaye. Hatimaye ile ndo ilikuwa siku ya mwisho ya kuishi na ndoto za Evadia kichwani mwake. Basi baada ya kufikiria yote hayo, Jimmy akasema, ndio, nipo tayari kumwoa Lydia David. Jimmy alijibu swali lile huku akimtazama kwa makini Lydia. Padri alimuuliza Jimmy swali lile kwa mara ya mwisho na jibu la Jimmy lilikuwa ni lile la kukubali. Baada ya kumalizana na bwana harusi mtarajiwa kwenye upande huo wa kuulizana maswali, padri mwenye dhamana ya kufungisha ndoa alimgeukia bibi harusi mtarajiwa mwenye dhamana ya kuolewa. Padri akamuuliza Lydia kwamba, Bi Lydia David, upo tayari kuolewa na bwana Jimmy Charles kwa mahari iliyoidhinishwa? Msikilizaji, kwa kawaida ilikuwa ni swali jepesi sana ambalo linahitaji jibu fupi tu kutoka kwa Lydia. Lakini kwa uhalisia swali lile lilikuwa gumu sana na lilihitaji jibu gumu kutoka kwa Lydia. Ukimya ulitawala ndani ya kanisa. Kitu pekee kilichoonekana kwa Lydia ni machozi tu yaliyotiririka mashavuni mwake. Watu wote ndani ya kanisa hawakujua tafsiri halisi ya machozi ya Lydia, kwamba yalikuwa ya furaha ama huzuni, kwani ilishakuwa desturi kwa baadhi ya wanawake kulia siku za harusi zao. Wengi hulia kutokana na furaha iliyopitiliza na wengine hulia kwa kuwa walilazimishwa kuolewa. Padri alimuuliza Lydia swali lile kwa mara ya mwisho, yani kwa mara ya pili sasa, lakini Lydia aliendelea kuwa kimya. Kwa mbali wazazi wa Lydia walianza kunusa harufu ya aibu mbele ya umati wa watu. Walianza kutafuta sehemu ya kuficha sura zao dhidi ya aibu iliyokuwa inafuata. Padri aliuliza kwa mara ya mwisho sasa swali lile kwa bibi Lydia kwamba Bi Lydia David,
upo tayari kuolewa na bwana Jimmy Charles kwa mahari iliyoidhinishwa? Hapo sasa Lydia alifuta machozi, kisha akawatazama wazazi wake namna ambavyo walikuwa wanatia huruma. Kwa taabu kabisa Lydia akaamua kujikaza kikike, kisha akafungua mdomo wake kwa mara ya kwanza kabisa kujibu swali la padri. Lakini sasa kabla hajaifikia pointi ya kukubali au kukataa kuolewa, ilisikika sauti ikitokea nje ya mlango mkuu wa kanisa. Sauti ile ilisikika ikilitaja jina la Lydia na kumkataza asijibu chochote. Watu wote ndani ya kanisa waligeuza mashingo yao na kuelekea macho yao mlangoni ili wamuone huyo mvurugaji aliyejipa dhamana ya kuvuruga sherehe za watu. Sehemu inayofuata ndio sehemu ya mwisho, msikilizaji, ya hii simulizi ya Ramsey. Niseme tu mlio single, hongereni sana. Sana jamani. Kuna raha ambayo mnaipata ambayo kamwe hamtoipata mkiwa kwenye mahusiano. Mlio kwenye mahusiano na mna watu sahihi ambao wana huruma na nyie, wanawapenda kwa dhati, wanahofia Mungu, wanawajali, wanawasikiliza, wameridhika na nyie kwa hali yoyote ulionayo. Hongereni sana 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 jamani, hongereni mno na mtunzane sawa, hongereni. Lakini ndugu zangu, tupeane pole ambao tuna mioyo ya kupenda. Mapenzi ni mabovu na ni mabaya sana kwenye maisha ya sasa hivi. Yaani anaweza kavuruga kila kitu. Unaweza kumfanyia mtu mambo mengi sana, alafu akaja akakuona kama nyanya chungu iliyolala siku 6, imeshapoteza shape na ladha na kila kitu. Jamani, tukutane sehemu ya mwisho kuweza kumalizana na hii simulizi ya Ramsey. Japo mapenzi ni yanauma. Wale mlio single hongereni, wale ambao mna chobo na mapenzi sawa hongereni. Ila tuombe tu Mungu atusaidie jamani. Tukutane na watu ambao wanafuraha kuwa na sisi. They are happy. They feel kama ni siji wapewe nini tofauti na mtu aliye naye hapa duniani jamani. Wanapendwa na wanapenda sana. Ni nafasi ya mtu mmoja tu, sio kupenda au kupenda. Kwa hiyo tukutane sehemu ya mwisho tujue kwamba tunamzika kijana wetu ama la. God be with you till we meet again. Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.